Yes, ibora kama hizi, karibu sana kwenye sehemu ya 17 mzigo ICU Kill Me. Kumbuka hii ni chapter 5 mtu wangu, au sio? Kumbuka tu kwamba pale tulipoishia katika sehemu ya 16 ni ambapo mambo ilikuwa imenoga kweli kweli. Mpango wa Flora aliyokuwa amewashawishi wazee wake umebuma. Lakini pia Rais Eddie bado anajali umuhimu wa Ryan kwenye maisha yake. Je, nini watafanya mara baada ya kutambua ni wapi alipo Flora na wazee wake? Nikwambia usikose mtu wangu sehemu ya 17. Hatimaye mzigo huu hapa. Karibu mtu wangu tupate kujua kile kilichoweza kuendelea. Hebu geuka wewe. Neema alizungumza na kumfanya Meja Mgwira kugeuka nyuma. Alimpiga picha, akaituma picha hiyo kwenye laptop yake na kisha akapata taarifa zote za Meja Mgwira zinazohusiana kuanzia aliposoma hadi cheo alichonacho ndani ya jeshi. Laised alitoa maagizo ya kuhakikisha unalindwa na unapewa msaada pale unapohitajika. Na ndio maana ilikuwa ni rahisi kwa mimi kuweza kuwa eneo la tukio la ajali lilipotokea. Na pia ilikuwa ni rahisi kwangu kuweza kuokoa leo. Najua mmesalitiwa na aliyowasaliti nimemshikilia. Na amenipa maelezo yote ya mpango wote uliopanga na mshirika wake. Ambaye ni nani? Flora, mtoto aliyekuwa makamu wa rais, ambaye yuko mafichoni hapa Somalia. Neema na Ryan wakatazamana kwa sekunde kadhaa na kisha Ryan akashusha bastola yake kutoka kichwani mwa Meja Mgwira, ambaye mwili mzima ulikuwa umeloa kwa jasho lililosababishwa na hofu ya kuuawa na Ryan. Bwana nisikilize. Tena nisikilize kwa makini. Endapo utathubutu kutuchezea mchezo wa aina yoyote ule, basi utambue kabisa ya kwamba umekufa. Sawa bro. Meja Mgwira alijibu huku akiona washa gari na wakaendelea na safari. Walifika katika nyumba iliyokuwa imejitenga kidogo na nyumba nyingine. Gari hiyo ikasimama na mtu wa kwanza kushuka alikuwa ni Meja Mgwira. Karibuni. Naima pamoja na Ryan walishuka kwenye gari na kuingia ndani ya jumba hilo. Huyo Idris yuko wapi uliosema kwamba umemkamata? Aliuliza Naima. Meja akasema njooni. Meja alizungumza hivyo huku akiwa anasogeza pale meza iliyokuwepo hapo sebuleni. Alifunua kapeti na kisha kafungua pale mlango wa chuma wa siri wa kuelekea chini ya ardhi kwa kutumia namba za siri. Mlango huo kweli ukafunguka na Meja akawa ndo wa kwanza kuelekea chini, huku Ryan akifuata kwa nyuma na Naima akawa ni mtu wa mwisho kuweza kushuka kuelekea chini. Unajua hili hapa ni eneo la siri katika nyumba hii. Na hata kama ikitokea nyumba ikaripuliwa kwa juu, basi waliopo chini hawawezi kuathirika kwa chochote. Meja alizungumza huko akiwa na washataza eneo hilo na wakaona jinsi ilivyokuwa imetengenezwa kwa ubora mno. Meja alifungua pale mlango wa chumba kimoja, akamtoa Idris aliyekuwa amempatia kipigo kilichompelekea hadi uso wake kuweza kuvimba. Vipi? Ni yeye? Meja aliuliza na Naima akasema ndio, ni yeye. Hello, Idris. Naima alimuita Idris huku akimpungia mkono machoni mwake, kwani kwa jinsi alivyokuwa amepigwa, sidhani kama anaweza kuona vizuri. Naima, niokoe rafiki yangu. Na kuokoaje ikiwa nimeshakufa? Kuna umenisaliti? Naima alizungumza kwa hasira kweli kweli. Ni pesa Naima, ni pesa. Pesa ndo kamua kuuza uhai wangu? Ukamua kumuuza na rafiki yangu hapa, si ndio? Na kuuliza wewe. Naima aliendelea kufoka huku akimshika Idris shati lake lililokuwa limelowana kwa damu. Naima, naomba unisamehe. Nafanya hivi kwa ajili ya familia yangu. Tuna hali mbaya kiuchumi Naima. Watoto wangu hawaendi shule, wanadaiwa ada. Naima, nisamehe. Naomba unisamehe.
Idris alizungumza kwa uchungu huku akilia. Nimemwoji eneo alipo Flora. Amesema atambui ni wapi alipo. Meja, usijali kwenye hilo. Tumeshatambua ni wapi alipo huyo. Kilichosalia ni kuweza kuhakikisha tu kwamba tunamshambulia huyo Flora. Naima alizungumza kwa kujiamini huku akichuchuma na kisha akamtazama Idris. Naamini unajua kwamba wasaliti siku zote zawadi yao ni kitu gani? Naima, naomba unisamehe Naima. Nina mke na watoto wananitegemea. Nisamehe sana ndugu yangu. Narudia, haki ya Mungu, mimi sitarudia tena kukusaliti. Haki ya Mungu, mimi na hapa. Naomba unisamehe. Idris alizungumza huku akilia, na hii ni mara baada ya kumwona Naima akiwa anaichoma bastola yake na kisha kaikoki. Hey Naima, Ryan aliita na kumfanya Naima kumwangalia. Tumwachie aende. Yaani kwa nini tumwachie aende? Kutokana na kwamba tumeshajua ni wapi adui yetu alipo. Basi hakuna haja tena ya kuweza kumdhuru. Na sisi kilichobaki ni kuweza kumwacha aende. Kwa jinsi ninavyomjua Flora, ni lazima atamtafuta huyo kutaka kumuua. Hivyo hiyo dhambi huna haja ya kuweza kuipata wewe. Mwache tu aende, kwa sababu hatochukua muda mrefu atauliwa na Flora. Alafu kweli Naima alizungumza huku akirudisha kiunoni mwake bastola yake. Mimi nipo tayari kuwasaidia ili kupambana na Flora. Haki ya Mungu, niko tayari. Kama ungekuwa upo tayari usingefanya kosa kutoka awali, ila ulihitaji pesa nyingi. Haya, kiko wapi sasa? Nisamehe Naima. Natambua nimefanya makosa kutokana na tamaa zangu. Nakuomba sana unisamehe. Najuana na watu wengi sana, hususan maharamia. Tunaweza tukafanya kazi kwa pamoja na wakatusaidia katika kuwapata Flora na wengineo mnaohitaji. Niamini kwenye hili na nitafanya bure bila hata kuhitaji pesa kutoka kwenu. Nataka kusafisha dhambi ya makosa niliyofanya. Idris alizungumza kwa uchungu huku machozi yakimwagika. Ni dhahiri shairi alionyesha kabisa alikuwa anajutia kwa kila alichokuwa amewafanyia Naima pamoja na Ryan. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona binti Flora akiwa anasema okay, nipe ripoti. Flora alimuuliza mlinzi wa Mzee Fire alikuwa ameingia katika chumba walichomo. Mlinzi yule akasema, mkuu, vipi, nizungumza au nikupatie ripoti wewe? Zungumza tu. Mzee Fire alitoa go ahead huku akimtazama huyo kijana wake. Kijana wake akasema, watu wetu wote wameuawa mkuu. Nini? Flora alishtuka huku akinyanyuka pale alipokuwa amekaa. Mlinzi yule akasema, ndio, hakuna hata mmoja aliyesalia, na watu tuliokuwa tunawahitaji hawapo eneo la tukio. Watu wote hapo ndani wakamtazama Flora ambaye yeye ndiye aliyetoa wazo hilo. Sasa kama hawapo basi ni lazima watajua ni wapi tulipo. Makamu wa rais alizungumza kwa sauti ya upole kabisa, na ndipo Mzee Faya akasema, ebu waambie manahodha wawashe chombo na tunaondoka nchini Somalia. Mzee Faya alizungumza na mlinzi wake akatoka pale chumbani hapo. Mzee Faya naye akatoka ndani hapo na kumwacha Flora pamoja na baba yake. Unajua, hawajapendezwa na kilichotokea. Makamu wa rais alizungumza huku akishusha pumzi taratibu. Flora akasema, baba, unajua napata mashaka kama Ryan ni binadamu wa kawaida. Flora alizungumza huku akiwa amechoka kweli kweli. Mzee Faya akaingia pale. Tuondokeni, helikopta iko tayari.
Aliposema hivyo mzee Faya, kiukweli hapakuwa na muda wa kuulizana ni kwa nini wanatumia helikopta. Walitoka ndani hapo na wakaingia katika helikopta kubwa ya mzee Faya na taratibu wakaondoka katika meli hiyo. Sasa tunaelekea wapi? Makamu wa rais aliuliza hilo swali. Tunaelekea Yemen, mzee Faya alijibu huku akimtazama makamu wa rais aliyekuwa amekaa pembeni yake. Yemen? Nina makazi yangu mengine. Tutakaa hapo na kujipanga hadi pale tutakapoweza kupata njia nzuri ya kupambana na huyu mpuzi. Sawa, hakuna shida. Makamu wa rais alishusha pumzi huku akimtazama binti yake Flora, ambaye yeye ndiye alipelekea hadi wakimbie nchi ya Somalia. Msikilizaji, taratibu mlango wa ndege ulionekana kufunguliwa na walinzi wake walianza kushuka, na ndipo mwanamama Judy alishusha pumzi nyingi huku akiwa anatazama wingu la jiji la Dar es Salaam. Asante Mungu, Judy alizungumza kimoyomoyo huku akianza kushuka kwenye ngazi za ndege hiyo. Akakanyaga pale ardhi ya nchi ya Tanzania kwa mara nyingine tena. Karibu sana mheshimiwa. Mkuu wa usalama wa timu yake ya kampeni, ambaye alikuwa ameshaandaliwa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, alizungumza hivyo huku akimpa mkono mwanamama Judy. Mwanamama Judy akasema nashukuru sana. Mkuu, unajua wananchi wengi wamejitokeza kuja kukupokea. Kweli? Ndio, wako nje ya uwanja wa ndege. Hivyo kama hutojali ni vyema ukaenda kuwasalimia. Sawa, hakuna tatizo. Mwanamama Judy alijawa na tabasamu. Aliingia ndani ya gari, akavalishwa pale jaketi la kuzuia risasi, yani bulletproof jacket. Na ndipo msafara wa gari zake zipatazo 12 zilizojaa walinzi na wapambe wake ambao hataweza kusaidiana nao kwenye kampeni iliyopo mbele yake, zikaendeshwa zile gari mpaka nje ya uwanja wa ndege, ambapo kweli walikuta kumejaa wananchi wengi mno waliojitokeza kumpokea mwanamama Judy. Walinzi wa Judy waliendelea pale kuimarisha ulinzi wa eneo zima la uwanja wa ndege. Unaweza kusimama sasa mkuu. Mkuu wa ulinzi alizungumza, na sehemu ya juu ya gari la Judy likafunguliwa. Alipanda juu ya siti na akatokea kwa juu. Wananchi wote waliopo eneo hilo walianza pale kushangilia huku wakinyoosha mabango yaliyokuwa yameandikwa maandishi mbalimbali. Judy alijikuta akimwagikwa na machozi, kwani hakutarajia kuweza kukutana na mapokezi kama hayo, huku bango moja lililokuwa amelisoma likiwa limeandikwa karibu nchini Madam President. Judy kweli akakabidhiwa pale mic. Akasema, Tanzania hoe. Wananchi wote wakaitika kwa shangwe. Mwanamama Judy akaendelea kusema, kwa kweli sina cha kusema zaidi tu ya kwamba nawashukuru sana tena sana kwa mapokezi yenu ambayo mmenionyesha. Kwa kweli nimefarijika kwa uwepo wenu hapa. Ninachoweza kusema, tuendelee kumwomba Mungu zaidi atubariki na ile haki ya mnyonge ambayo ilidhulumiwa na watu wachache ikapate kupatikana. Ninawapenda sana na Mwenyezi Mungu apate kuwabariki. Watu wote wakaitikia pale amen. Kweli watu walishangilia. Mwanamama Judy aliwapungia pale mikono wananchi na kisha karudi ndani ya gari na msafara wake uliondoka eneo hilo. Aisee jamani, sikutegemea mapokezi kama haya. Judy alizungumza huku akijifuta machozi yake. Ndio ujue mkuu ni namna gani wananchi jinsi wanavyokuhitaji. Kwa kweli uko sahihi. Yaani inabidi nikiingia madarakani niwapiganie wananchi kwa nguvu zangu zote. Mkuu, tumefanya utafiti wetu, unajua nchi nzima. Umeonyesha kwamba wewe una uwezo wa kushinda kwa 75 mpaka 80, kwani wananchi wengi wanakukubali na wanakupenda kweli kweli. Kweli Ndio mkuu. Basi ni jambo zuri. Judy alizungumza huku akiendelea kutazama mandhari ya jiji la Dar es Salaam. Hivi nyumba yangu kweli imefanywa usafi? Ndio mheshimiwa, na ina ulinzi kamili gado. Basi nipelekeni huko, nahitaji kuweza kufikia nyumbani kwangu. Sawa mheshimiwa. Mwendo wa dakika 45 walifika nyumbani kwa Judy, maeneo ya Kurasini. Judy alishusha pumzi taratibu huku akitazama nyumba yake hiyo ambayo alikuwa akiishi yeye na mume wake. Mume wake Willy, ambaye kwa sasa ni marehemu. Alishuka ndani ya gari na taratibu akajikaza kutabasamu.
Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mwanamama Judy aise alimwagikwa na machozi ya furaha baada ya kumwona Bi Yudia ni mmoja wa wafanyakazi wake wa ndani alioishi nao kwa kipindi chote alichokuwa akiishi katika nyumba yake hiyo. Walikumbatiana pale na wakalia kwa uchungu, kwani ni miaka zaidi ya 10 hawajapata kuonana. Yudia, ni wewe? Ndio, ni mimi Mheshimiwa Rais. Aise, kwanza unaendeleaje? Namshukuru Mungu Mheshimiwa, naendelea vizuri. Kwanza za miaka. Mungu ni mwema. Kwa kweli maombi yangu kwa Mungu yamejibu. Asante Mungu kwa kuweza kunikutanisha na wewe tena. Nashukuru pia hata mimi. Karibu sana Mheshimiwa. Japo sikuambiwa kwamba utafika hapa nyumbani, ila nimekuandalia kile chakula chako unachokipenda. Chakula gani? Kishumba? Ndio mkuu. Aise, twende kwanza nikale, baada ya hapo ndipo tuzungumze. Kweli wakaingia ndani huku akiona furaha zote. Mwanamama Judy alijikuta akisimama huku akiwa anatazama picha kubwa iliyokuwa inamuonesha yeye na mume wake Willy siku ya harusi iliyokuwa imebandikwa kwenye ukuta mmoja wa sebule. Taratibu akasogelea picha hiyo, akaitazama kwa macho yanayobubujikwa na machozi. Hakika ulikuwa ni zaidi ya mume kwenye maisha yangu. Ulinipenda, ulinithamini na uliniheshimu. Ulipitia mateso ambayo hukustahili kuyapitia, ila kwa kunijali na kwa kunipenda kwako ulikuwa tayari kufa nami kwa shida na raha. Nakupenda sana mume wangu, na ninakuahidi wale wote waliohusika na mauaji yako ni lazima watalipa kwa kile walichokifanya. Na hapa kwa Mwenyezi Mungu lazima walipe. Lazima. Judy aliapa kimoyo moyo huku akiwa anajifuta machozi. Kwa kipindi chote ambacho haukuwepo, nilikuwa na jukumu la kufuta vumbi picha hiyo na kuiombea, nikiamini kabisa kwamba ipo siku tu mtarejea pamoja. Sauti ya Bi Yudia ilifanya Judy kumtazama. Kweli ulikuwa unatuombea? Ndio, toka mlipoondoka ile siku sikuwahi kwenda sehemu yote zaidi ya kubaki ndani ya hii nyumba. Siku ya msiba wenu nafsi yangu iligoma kabisa kuamini kwamba umekufa, na nilimwomba Mungu anipe maono na akanifunulia kwamba mpo hai na mtarudi mkiwa hai. Sikujali itachukua muda gani, ila niliendelea kuomba na kuomba hadi pale nilipoona taarifa zenu kwenye vyombo vya habari, na ndipo moyo wangu ukatulia. Nashukuru sana Yudia. Madam, sifa zote ni kwa Mungu aliye hai. Amina. Tule kwanza na kisha tuzungumze. Sawa madam. Jamani, kwa msio mjua, huyu anaitwa Yudia. Ni mmoja wa watu ambao nimeanza nao kuishi nao kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 10. Hivyo msio mna mashaka naye. Judy alimtambulisha Yudia kwa vijana wake wanaomlinda, kwani kisheria hapaswi kula chakula ambacho hawajakithibitisha kama ni salama au si salama. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost. Ghost alikuwa akitazama TV huku macho akiwa yamemtoka kweli kweli. Kwa hiyo wamejiongeza kumpokea kama malkia, si ndio? Ghost alioji huku akiwa amepandwa na hasira na ujio wa Judy nchini. Unajua huyu kuja kwake kusikutishe wewe, kwa maana siasa hii watu wanaweza hata kulipa watu kwenda kumpokea mtu uwanja wa ndege, na wakawaaminisha watu wengine wanaotazama kwenye TV kwamba hao wote waliokwenda kumpokea ni wanampenda, kumbe sio wote. Wengine wananunuliwa tu. Mzee Max alizungumza kwa sauti ya upole, na ndipo Ghost akasema, sasa tunafanyaje? Sisi tumeshamaliza maandalizi yetu. Kilichosalia ni sisi kuweza kusubiria muda wa kuingia kwenye kampeni wadie. Mambo mengine yasonge mbele, na mimi nina uhakika kwamba tutashinda hili. Lakini unajua mimi na wazo. Wazo gani? Huyu Judy ameshaanza kuwa tishio. Hivyo fanya upelelezi Max, tambua alipofikia. Nahitaji kuonana naye uso kwa uso, kumpa machaguo mawili. Moja, nimpe kiasi chochote cha pesa ambacho atakihitaji, aachane na masuala kugombania urais, au nimpatie kifo ambacho kitamfanya akose urais pamoja na dunia hii. Ghost alizungumza kwa msisitizo na kumfanya mzee Max kumtazama kwa macho ya mshangao, kwani jinsi Ghost anavyofanya maamuzi ni dhahiri shairi atakuja kuweza kuwafelisha huko mbeleni.
Kwa hiyo baada ya hapo, swali la mzee Max likamfanya Ghost kwanza kukaa kimya. Ghost, ngoja nikwambie kitu kimoja. Na unielewe vizuri sana rafiki yangu. Mimi hadi nimeacha kila kitu. Vitu vyangu, mambo yangu mengi tu ya msingi nimeacha, nimekufuata wewe kila unapokwenda. Sio kwamba labda mimi ni kichaa. Au labda sio mimi ni mtu wa kupelekwa. Ulinichagua kuwa mgombea wako na mastermind wako. Sio kwa sababu ya urafiki wetu. Ni kwa sababu unaona ya kwamba kwa kupitia hiki kichwa changu kuna kitu tunaweza tukakifanya na kikawa kikubwa na tukafikia malengo. Unapotaka kupeleka mambo kiubabe, ukiamini kwamba utafanikiwa, unanitoa kwenye reli. Na unajua siku zote mimi siwezi kuwa mnafiki. Nitakueleza ukweli pale utakapostahili kueleza ukweli na sitakufisha. Naam, hapo mzee Max alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Ghost machoni mwake. Labda nikwambie tu mfano mdogo. Ulianzisha vita na kijana wako Ryan. Ulimtegeshea mitego ya kila aina ili mradi tu umpate. Sasa kiko wapi? Hata tone la damu yake hujafanikiwa kulimwaga. Na huyo ni mtoto wako wa kumzaa. Hana jeshi, hana polisi, wala hana mamlaka ndani ya nchi. Ila amekushinda kwa kiasi kikubwa. Vita zako zote unazozianzisha wewe na Ryan hujawahi kufaulu hata moja. Sasa hivi imefikia hatua hadi unazunguka kwa kuwatumia watu wako kupanga mashambulizi dhidi ya Ryan. Unamtegeshea mabomu dhidi yake. Ila vyote umeshindwa. Hakuna kilichofanikiwa. Namba ya walinzi wako, yani idadi ya walinzi wako inazidi kupungua. Hawa walinzi wanaokuzunguka na wanaotii amri zetu, tuliwekeza pesa kwao. Tukawekeza muda na hadi wao wakawa hivi. Walipata mafunzo ambayo kwa namna moja ama nyingine tuliona wanastahili, na ndio maana hadi sasa hivi tupo nao pamoja. Ila jinsi sasa wewe unavyowatuma kwenda kumsaka huyo Ryan ni uongo, unakosea. Ryan yule ni killing machine. Ryan kwanza hamogopi mtu. Haogopi risasi. Ana uwezo wa kipekee ukiachana na uwezo wa kibinadamu. Huko alipokuwa aliongezewa uwezo mwingine unaomfanya hadi sasa hivi anakuwa vile kama alivyo. Watu wanamuona jini, ila sio jini, ila ni uwezo wa kimiujiza. Sisi wote hapa ni wapinzani wa chama kilichopo madarakani. Sasa hivi ni wakati na muda wa kuwekeza nguvu kubwa sana kwa wananchi. Kupokelewa kwa shangwe uwanja wa ndege kwa Judy alistahili. Wanachama wa chama chake wamefanya hivyo kwa sababu alishawahi kuwa mtumishi wa serikali. Akaja kuwa mwanasiasa, akahudumu kama makamu wa rais na mwisho wa siku akawa rais kabla kifo chake kijatangazwa. Wewe zaidi ya kuwa mfanyabiashara hapa nchini, ni kipi ulichokitengeneza? Naam, kufikia hapo Ghost alikaa kimya huku akisikiliza jinsi vidonge vyake vilivyokuwa vinamwingia. Sasa basi, kama jibu ni hapana, basi achana naye. Ninavyojua siasa hii nchi, acha nifanye kila ambacho kinawezekana. Ni kutafuta kura nyingi kwa ajili yetu. Masuala ya kusema unakwenda kumuonga pesa Judy, sijui achague kuishi ama kufa, my brother, kwa taarifa nilizonazo, Judy ana utajiri mara 4 ya utajiri wao ulionao. Sema tu hatangazi kwenye magazini, masuala ya Forbes sijui. Kuna watu wana utajiri lakini hawatangazwi. Utajiri wao ni wa kimya. Kuna huyu bwana mdogo fulani hivi, yeye sio mwanasiasa. Ni mtu tu wa masimulizi huko YouTube, anaitwa Uncle Jay Simulizi. Ni bilionea, ni tajiri. Mpaka kuna watu wenye virovya kwa nini wakataka kumibia akaunti yake. Lile jamani ni tajiri, linajiita Uncle Jay Mapesa. Ana hela lakini hatangazwi. Wanaojua kwamba ana hela ni yeye na mashabiki zake. Sijui unanielewa Ghost. Kwa hiyo wewe hela zako hizi zisikufanye kwamba kila mmoja kaona unaweza kumtawala na kumnunua. Unanielewa? Ndio Max, nakuelewa. Basi acha kutaka kufanya masuala kukurupuka. Sisi tudili na kampeni zetu na wao wadili na kampeni zao. Wao washughulike na sera zao na sisi tushughulike na sera zetu. Haya mambo Ghost unayotaka kuyafanya nyuma ya pazia
Mimi nakwambia ukweli, ipo siku yatakutokea puani. Yatawekwa hadharani. Na yakishawekwa hadharani, tambua fika swala la wewe kuwa rais litakuwa ni ndoto kama zilivyokuwa ndoto nyingine. Naamini sasa umenielewa. Ndio kaka, nimekuelewa vizuri sana. Sasa basi, kwa sasa sitaki kusikia swala la kumuinda Ryan. Sijui swala la kufanya sijui kitu gani sijui. Na endapo nitakuja kusikia Ghost, mipango ya ajabu ambayo unaoifanya kama hilo ulofanya kule hotelini, unawatuma wale watu 50 kwenda kumkamata Ryan, na mwisho siku wamekuwa wote ni maiti. Mimi nitaacha kila kitu na nitarudi nchini Ujerumani kuendelea na maisha yangu. Wewe utatafuta kukusaidia kipindi hiki cha mwisho. Nikutakia siku njema. Mzee Max alinyanyuka na kuondoka eneo hilo, na kisha kamwacha Ghost akimsindikiza kwa macho tu, huku maneno aliyokuwa ameelezwa na Mzee Max yakiwa yamemwingia kilini mwake kisawasawa. Aise, kuna sehemu Mzee Max ametupiga. Eti anasema Anko Jema pesa na mahela. Anko mwenyewe angemuona, hata tu baisikeli ya kutembelea hana. Kila siku anapanda tu daladala na kukodisha bajaji. Maisha haya, eti leo yanasema Anko Jena hela. Mapesa atoke wapi ndugu yangu? Ndio mama. Mnaendeleaje? Mungu anasaidia, tuko vizuri. Naamini umeona ujio wa Judy, jinsi ulivyopokelewa uwanja wa ndege. Ndio mama, nimeona. Hadi wakati huu hatujaingia mkataba na Ghost, na kila operation uliopanga naye haijafanikiwa. Ndio mama, inabidi tuachane naye huyo Ghost, tuondoe ushirika wetu kwake. Mama, kwa nini? Kwa mtazamo wangu hawezi kuja kwa rais. Ghost hana nguvu ya kuishawishi. Hana uwezo wa kushawishi. Judy amebarikiwa hicho kipaji cha ushawishi, na ndio maana kuingia nchini amepokelewa kwa shangwe kana kwamba yeye ndo rais. Hivyo basi itabidi tufikirie njia nyingine ya kuwekeza ambayo kwa namna moja ama nyingine italeta changamoto kwa Judy. Sawa mama. Nani tutamweka madarakani? Nisikilize mwanangu, mimi nimefikiria wazo moja. Wazo gani mama? Kwa sasa tukae pembeni. Kutokana na tuliyekuwa tumemwandaa kwa kipindi kirefu, amekuja kuwa mpuuzi na amekimbia nchi. Muda uliosalia ni mchache kupata mtu sahihi kwetu, na kushauri rudi nyumbani, na yule atakayefanikiwa kuichukua nchi tutamua, na nchi itaingia tena kwenye uchaguzi tena, na tuna imani tutafanikiwa, kwani tayari tutakuwa tumeshapata kiongozi ambaye ataterekeza yale ambayo sisi tutakuwa tunamwambia afanye. Mama, ina maana kwa mfano nchi akachukua Judy, unahisi itakuwa ni rahisi kumua kwa mara nyingine tena? Tutamua tu, wala hata na shaka. Tena itakuwa ni kubwa kuliko. So kuna marais wanakimbia nchi zao, basi na kuhakikishia huyo Judy atakimbia nchi yake. Cha kufanya wewe sasa hivi rudi nyumbani, tujipange upya na hao wapuuzi, tuache uchaguzi wao. Sawa mama. Kumbuka tunakuja kukusanya nguvu, na endapo tutarudi tena nchini Tanzania, tutakuwa tuna nguvu kubwa kuliko hii sasa. Mama, mimi nimekuelewa, ila roho inaniuma sana. Naondoka nchini, yaani nikiwa sijakamilisha mpango wangu wa kumuua Ryan. Nalijua hilo, ila kuna sehemu nitakupeleka, na huko naamini endapo utarudi, basi utaweza kupambana na Ryan, na hakuna ambaye atakayeweza kukushinda. Mama, unasema kweli? Ndio mwanangu, rudi nyumbani, na kama ni ndege nitawatumia mrudi nchini Tanzania, mbebe kila kitu ambacho ni umuhimu. Kila kitu ambacho unaamini hiki kina siri yetu, mbebe. Sawa mama. Haya, mchana mwema mwanangu. Nawe pia mama. Nadia alikata simu na kumgeukia Rosie aliyekuwa anafuatilia mazungumzo hayo. Rosie, waambie vijana tunaondoka nchini na kurudi nyumbani. Sawa boss. Rosie alipiga hatua mbili na kisha kageuka. Alimtazama Nadia. Boss, hatujamwaga Ghost pamoja na Mzee Max. Sio watu wa muhimu kwetu kwa sasa. Achana nao. Sawa. Rosie alitoka chumbani hapo
na kuwaeleza vijana wanaoishi nao kuhusiana na safari ya kuondoka nchini Tanzania, na kweli walianza kukusanya kila kilicho chao kwa ajili ya kuondoka nchini Tanzania. Nisikilize, tumekuachia na nimekuweka chip mwilini mwako, na hiyo chip ina sumu. Hivyo endapo utakimbia, basi ujue tu ya kwamba nitafanya chip hiyo kwenye laptop yangu hapa iweze kutoa sumu ambayo itakuwa ndani ya sekunde 30, yani hata dakika moja itofika. Naam, ilikuwa ni sauti ya Naima alizungumza huku akimtazama Idris ambaye alikuwa ameshajiandaa kwa ajili ya kuondoka hilo eneo. Idris akasema, siwezi Naima, siwezi kusaliti tena. Okay, ni wewe tu. Geuka wewe. Meja alizungumza na kumfunga Idris kitambaa cheusi machoni mwake. Alimshika Idris na kumuingiza ndani ya gari. Ryan. Naima alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake ambaye alikuwa ameshajiandaa kwa ajili ya kazi iliyopo mbele yake. Usijali Naima. Kweli wakapeana 5 na Ryan akatoka ndani na kuingia ndani ya gari na taratibu akaondoka eneo hilo, huku Meja naye pia akiwa ameshajiandaa kwa operation hiyo iliyopo mbele yao. Walifika kwenye bandari bubu. Meja akamfungua Idris kitambaa usoni mwake na kisha akamfungua pingu Idris. Naamini tumefika kwenye bandari uliyotuelekeza. Ndio. Sawa. Tunakusubiria. Idris alishusha pumzi taratibu na kisha akashuka ndani ya gari na kuanza kutembea kuelekea eneo lenye boti nyingi za wavuvi. Kaka, mimi jamaa simwamini kabisa huyo. Meja alizungumza huku akiendelea kumtazama Idris jinsi alivyokuwa anaelekea kwenye moja ya boti. Rani hakujibu chochote zaidi tu ya kuendelea kuwa makini kutazama watu waliopo eneo hilo. Naima, unanisikia? Rani alizungumza huku akiwa na wireless earphone masikioni mwake. Ndio, nakusikia. Naamini unamwona Idris. Yeah, drone yangu ipo kwa juu, unamwona? Rani alitazama angani na kuna drone ikiwa iko umbali mrefu ambao bila kuelezwa ya kwamba juu kuna drone basi asingeweza kutambua. Okay, sawa. Kweli bana. Baada ya dakika 5 Idris alirudi na kuingia siti ya nyuma ya gari walipo Ryan na Meja. Vijana wangu wameniambia kwamba wameona meli waliomo Flora ikiondoka masaa 5 yaliyopita. Idris alizungumza hivyo. Imeelekea wapi? Yaani imeelekea uelekeo gani? Naima aliuliza na kumfanya Rani arudie swali hilo kwa Idris. Na ndipo kijana huyu Idris akasema, vijana wangu wameniambia kwamba imeelekea uelekeo wa Yemen, ila wanadai kwamba kuna helikopta kubwa waliona ikiondoka katika meli hiyo, na inavyoonyesha ni kwamba viongozi waliomo ndani ya meli hiyo waliondoka kabla ya meli kuweza kuondoka eneo hilo. Nayo pia hiyo helikopta imeelekea uelekeo gani? Imeelekea Yemen na mmoja amepiga picha helikopta hii, labda mnaweza kuifuatilia. Idris alizungumza huku akimkabidhi Ryan simu aliyokuwa amepewa, simu hiyo ikiwa na picha za helikopta ikiondoka katika meli. Ryan akaizoom. Alizoom picha hiyo na akamwona Flora kwenye kioo cha mlango wa helikopta hiyo. Hawapo Somalia. Ryan alizungumza huku akiituma picha hiyo kwa Naima na kisha kamkabidhi Meja picha hiyo. Naima, umeipata? Yeah, najaribu kuitrace hapa kujua helikopta hii kwa sasa iko nchi gani. Ndio, okay, sawa. Mrudishie mtu wako simu yake. Idris alishuka ndani ya gari na kurudi eneo alipokuwa amechukua simu na kisha akarudi ndani ya gari. Yemen mimi na watu wengi sana, tena watu wa uhakika ambao wanaweza kutupatia taarifa ni wapi walipofikia. Au watu wako ni wa kuaminika au ndo wasalishi kama wewe? Meja aliuliza hilo swali. Idris akasema, ni waaminifu sana kwangu, kwa maana kwamba kwenye kutafuta taarifa sifanyi kazi peke yangu. Nina watu naofanya nao kazi na tunaofanya biashara za watu wengi. Idris alizungumza huku akiwa amevalia kofia nyeusi kichwani mwake pamoja na miwani meusi ili kuficha jicho lake moja lilokuwa limevimba, na hii ni kutokana na kipigo alichokuwa amepatiwa. Naima, unaweza kuandaa hati za kusafiria feki? Hatujabeba vifaa vyovyote. Mimi hapa nina mzee ambaye anaweza kutengeneza hati feki. Idris alizungumza hivyo.
huyo mzee wako anafanya kwa bei gani? Meja aliuliza. Kwa mimi huwa ananifanyia $100 kwa kila hati feki, ila kwa wengine anafanya hadi $1,000. Okay, tunaweza kumudu gharama zake. Meja alizungumza huku akiondoka eneo hilo, na Idris alianza kutoa maelekezo ni wapi wanaweza kwenda kumpata mzee huyo. Wakafika kwenye mtaa wenye nyumba nyingi, nyumba chakavu, na ni eneo wanaloishi watu wenye maisha ya chini, ni wengi mno. Inabidi mnisubiri hapa nikazungumze naye, kwani tukienda hivyo anaweza kaisa kwamba mimi nimemletea wapelelezi. Okay, sawa, nenda. Meja alijibu, na Idris alishuka ndani ya gari na akaingia kwenye njia kichochoro ambacho ni mwachanisho wa nyumba moja na nyumba nyingine katika huo mtaa. Nahitaji kumpatia ripoti mkuu wangu kwa hiki kinachoendelea. Hakuna shaka. Meja alitoa simu ya satellite, akanyanyua pale mkonga wa simu hiyo, akaminyaminya batani za simu hiyo na kisha akaiweka sikioni mwake. Ndio mkuu. Nipatie ripoti. Tupo kwenye maandalizi ya kuelekea Yemen, kwani makamu wa rais amekimbilia huko. Okay, sawa. Upo na Ryan? Ndio mkuu. Mpatie simu. Ryan, simu yako hii. Ryan alitazama simu hiyo kwa sekunde kadhaa na kisha akapokea na kuiweka sikioni mwake. Ryan, unazungumza hapa na Lieutenant General Godfrey. Ninakuunganisha moja kwa moja na Rais Edi. Ndio, okay, sawa. Ryan. Ndio mkuu. Kwanza pole, nimekukutanisha na kijana wetu mwingine ambaye kwa namna moja ama nyingine sikuweza kukufahamisha. Usijali mkuu, nimemwelewa. Sawa, Judy ameshafika nchini Tanzania. Naamini unatambua muda wa kampeni unawadia. Na kwa taarifa za kipelelezi ambazo nimezipata ni kwamba kuna watu wanaungana na makamu wa rais kuhakikisha kwamba wanaingiza makundi ya kigaidi nchini Tanzania ili kuchafua amani ya nchi pamoja na uchaguzi usiweze kufanyika, jambo ambalo litakwenda kumwaga damu nyingi sana. I say, sasa ninakutumia orodha ya hao watu. Wapo 5 akiwamo na makamu wa rais mwenyewe. Na endapo mtafanikiwa kuweza kuwaua kabla ya uchaguzi, basi mipango yao itafeli. Ila mkishindwa kuwaua kabla ya uchaguzi, basi kila kitu kitaweza kuharibika. Tufanye hii kazi kwa ajili ya Watanzania wenzetu. Tufanye hii kazi kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Hatuna ardhi nyingine ya kujivunia wala nchi nyingine ya kuweza kukimbilia isipokuwa Tanzania. Naamini umeelewa. Ndio mheshimiwa, nimekuelewa. Basi Mungu awabariki na Mungu aibariki Tanzania. Naam, maneno ya Rais Edi akamfanya Ryan kulengwa na machozi, kwani ukiachana na mambo yote ambayo amewahi kuyapenda, ila nchi ya Tanzania anaipenda kuliko chochote, na alishaapa kuweza kuilinda hata kama kwa kuyatoa maisha yake, basi yuko tayari kufa ili Tanzania isimame na iwe na amani. Amen. Ryan alimaliza mazungumzo na kumrudishia Meja Mgwira. Sawa mheshimiwa. Nitawapatia ripoti kwa kila kinachoendelea. Okay, hakuna shaka mkuu. Meja alikata simu na akaichomeka katika mfuko wa bulletproof vest aliyokuwa amevaa. Walimwona Idris akitoka kwenye chochoro aliyokuwa amepita. Akainama kwenye kioo upande wa Meja na kisha akasema, tunaweza tukaenda. Meja akawa kwanza kufungua mlango na akashuka ndani ya gari, huko Ryan akiwa anafuatia. Wewe, hakuna wizi wa magari huko? Kwenye huu mtaa mzee ndo anaumiliki, hivyo hakuna mwizi yote anayeweza kuja kuiba hapa. Meja alifunga gari na wakaongozana na Idris huku akikatiza katika mitaa miwili, na wakafanikiwa kufika kwenye nyumba ya mzee waliokuwa wanamhitaji. Oya, silaha zenu inabidi mziache hapa. Mmoja wa walinzi katika hiyo nyumba ya mzee huyo alizungumza hivyo. Idris akasema, hapa ni watu wangu, hakuna shaka.
Idris alizungumza na kumfanya mlinzi huyo kuwapisha Ryan pamoja na Meja. Waliingia ndani ya nyumba hiyo, wakakaribishwa pale na mwanamama aliyekuwa amevalia hijabu iliyokuwa imemfunika uso mzima na kumbakisha tu eneo la macho. Mzee atafika muda so mrefu. Tunashukuru. Mwanamama huyo aliondoka na Ryan akagundua kwamba mwanamama huyo kiunoni mwake alikuwa na bastola ameificha, ila hakushangaa sana kwani kwa nchi kama Somalia hadi watoto wenye umri mdogo wana uwezo kutumia bunduki za kivita kama SMG pamoja na AK-47. Hazikupita dakika 5, mzee mwenye ndevu nyeupe huko kichwani akiwa amevalia barakashia akawasalimia pale Ryan pamoja na Meja na kisha akawapa ishara ya kuongozana nao. Ryan, ndani ya dakika hizo 5, Ryan aligundua eneo alipokuwa amekaa kuna kamera za siri nyingi ambazo kwa mgeni sio rahisi kuweza kuzigundua. Waliingia kwenye chumba kimoja na wakaona pale ngazi zinazoelekea chini ya ardhi. Wakaendelea kumfuata mzee huyo. Meja, karibu sana Somalia. Meja alishangaa kidogo kuona mzee huyo kumuita jina lake, huku akikaa kwenye kiti chake, huku kwenye moja ya ukuta kukiwa kuna TV kubwa yenye video ndogo ndogo za kamera za siri zinazorekodi matukio ya ndani ya nyumba hiyo na hata nje pia eneo la nyumba hiyo, hususan eneo zima la mtaa. Usishituke bwana mdogo. Mlipokaa pale nilitumia muda mchache sana kupata rekodi zenu. Japo rekodi ya bwana hapa sijaipata na hana faili lolote linaloonyesha yeye ni nani na ametokea wapi. Okay. Napo nimekuelewa mzee wangu. Kwa kweli umenishtua kulijua jina langu. Usijali bwana. Idris ni kijana wangu. Nimemlea mimi mwenyewe na nimemfundisha pia kazi nyingi ambazo leo zinamfanya naye miliki vijana wake ndani na nje ya Somalia. Huwa sinaga tabia kukutana na wateja wangu hivi uso kwa uso, na wengi wao mimi hawanijui jina langu. Japo mataifa makubwa kama Marekani wameshaniweka kwenye blacklist yao ya kwamba ni miongoni mwa watu wanaogushi nyaraka za nchi hiyo. Wanapata tabu sana kuweza kujua ipi ni fake na ipi ni original. Basi uko vizuri mzee wangu. Meja alizungumza huku akitabasamu. Niko vizuri ila sio sana. Kwanza naitwa Aziz Al-Bashir. Kwa wewe nimekufahamu kwa sababu imekuwa ni rahisi sana, kwani marehemu kijana wangu wa kwanza alikuwa anafanana na jina la kwako. Pole sana kwa kufiwa. Nimeshapoa. Kwa maana alichagua njia yake na ndio ilompelekea mauti wake. Labda naweza nikakuuliza ni njia gani hiyo? Alijiunga na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab, wakaja kujumuika na Al-Qaeda, ila miaka kama 7 hivi iliyopita aliuliwa na majeshi ya Marekani. Poleni sana. Ndo vijana wetu Wewe kijana hapo unaitwa nani? Uko kimya tu muda wote. Naitwa Ryan. Ryan alifungua kinywa chake kwa mara ya kwanza, kwani toka ameingia ndani hapo hakuzungumza chochote zaidi ya kuendelea tu kusoma mazingira. Kwa namna ninavyokuona Ryan, una kipaji kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu amekutunukia. Ni mara chache watu kutunukiwa kipaji cha namna hiyo. Labda naweza nikakuuliza mzee, ni kipaji gani hicho mzee? Meja alihoji. Ni upiganaji, na kupitia kipaji chako umekomboa maelfu ya watu ambao walipaswa kupata madhara. Jamani, msione naongea sana. Idris alishanieleza shida yenu na ninamalizia tu kuifanyia hiyo kazi ili mkiondoka muondoke na passport zenu. Okay, sawa. Idris ameniambia mpo watatu, kama mto jali nipatieni picha ya huyo watatu. Hapo Ryan akatoa simu yake, alimuonesha mzee Azizi picha ya Naima. Okay, nirushie hiyo. Ryan akairusha picha hiyo kwa kutumia Bluetooth. Shukrani sana. Ryan, wewe uko kitengo gani cha serikali? Sina kitengo. Ryan alijibu kwa kiufupi, hakutaka story, huku macho yake yakiwa kwa makini mno kwenye video za kamera zinazorekodi matukio yanayoendelea nje. Labda tu nikwambie, usiwe na shaka. Upo kwenye eneo ambalo hakuna kundi lolote la kiuhalifu linaloweza kuvamia.
Kumbukumbu za matukio ambayo Ryan alikutana nayo akiwa nchini Somalia zilianza kumrudia kichwani mwake, huku akikumbuka namna alivyopambana kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba anayokoa maisha ya makamu wa rais. Mikono ilianza kumtetemeka kwa hasira, huku jasho likianza kumwagika. Vipi? Upo sawa kweli? Meja aliuliza, na hii ni mara baada ya kugundua hali ya kutetemeka iliyokuwa imempata Ryan. Vipi Ryan, uko sawa? Ninapunga upepo, Ryan alizungumza huku akitoka ndani hapo na kuwafanya Idris na wengine wa kumshangaa. Meja akataka kutoka ila Mzee Azizi akamzuia. Unajua, kwa uzee wangu huu na ujuzi wangu, huyu Ryan anaonekana kuna kumbukumbu mbaya zinazomjia kichwani mwake, na ndio maana yuko kwenye ile hali mnayomwona nayo. Kuhema kwa nguvu kwa Ryan kulimshtua Naima ambaye alikuwa anasikia mihemo hiyo kupitia earphone alizozivaa Ryan. Alibidi amuulize, "Hey, uko poa bro?" Ryan alitembea mpaka lilipo gari. Shit. Nini shida Ryan? Sijui shida nini, ila najihisi na hasira. Ninamkumbuka sana yule mpozi. Nani? Hapo Ryan alimeza mate huku akiwa ameinama na alikuwa ameshika magoti yake. Namkumbuka sana makamu wa rais. Nilijitolea maisha yangu nikiwa ndipo kwenye hii ardhi ya Somalia, ila niliambulia kusalitiwa na kutaka kuuawa. Usijali, tutamtia tu mikononi na nina imani ya kwamba utamaliza machungu yako yote. Lakini kwa nini mapigo yangu ya moyo yanakwenda kasi kiasi hiki? Ni kutokana na hasira. Tulia bro. Mimi nakufuatilia, drone yangu iko hewani ujue. Ryan alisimama na akaegemea gari hilo. Mwambie Meja aniletee funguo, nahitaji kwenda sehemu nikapunga upepo. Okay, dakika 0. Naima alizungumza na akatuma ujumbe wa message kwa Meja. Hazikupita dakika 2, Meja akafika eneo alipokuwa Ryan. Vipi kaka, unajisikiaje? Sipo sawa. Naomba funguo, nahitaji kwenda kuweza kupunga upepo. Basi kuwa makini bro. Usijali, always niko makini. Meja alimkabidhi Ryan funguo gari hilo aina Land Rover Discovery 5. Ryan akaingia ndani ya gari na kuondoka eneo hilo. Ryan, unajisikiaje lakini? Naima aliuliza hilo swali. Najisikia nafuu. Usijali, hiyo hali itakwenda tu, itapungua na kila kitu kitakaa sawa Ryan. Ryan alipunguza mwendo taratibu na kusimamisha gari katika barabara yenye foleni ya magari. Kwa kioo chake cha pembeni aliona gari 3 zinazofanana aina Mercedes, zile zenye rangi nyeusi, zilikuwa zimesimama pembeni yake, huku ambayo ipo katikati ikiwa usawa wa gari yake. Macho yake yakakutana kwa mtu aliyekuwa amekaa siti ya nyuma huku akiwa anasoma gazeti. Shit. Uwezi amini. Hapa napoongea nawe Naima, namuona Zuma yuko pembeni yangu. We, alafu juu ipo kwenye listi aliyotuma Rais Edi. Nimekutumia hiyo listi. Hebu ifungue. Nitaifungua. Gari zimeshaanza kutembea. Sikia Naima, fanya kitu kimoja. Zifuatilie hizo gari kwa drone na naamini nitawapa nafasi kubwa sana wasijue kama wanafuatiliwa. Okay. Sawa. Ni hizo Mercedes GLE nyeusi hizo 3. Ya okay, nimeziona. Okay, sawa. Naima alizungumza huku akiwa anaendelea kuzifuatilia gari hizo kwa drone yake iliyopo angani. Ryan aliendelea kuzifuatilia gari hizo kwa tahadhari ya hali ya juu mpaka zikafika katika hoteli kubwa ya nyota 5 inayoitwa Decal. Akaziona gari hizo zikisimama eneo la maegesho. Akatoa simu yake mfukoni na kuanza kupiga picha akiwa yuko kwa umbali kidogo. Naima, nimekutumia hizo picha, umeziona? Yeah, nimezipata. Ndio mwenyewe huyu mshenzi, tulimsaka kwa kipindi nipo serikalini. Kesi yangu mimi na yeye sio ya kiserikali. Kesi yangu mimi na yeye ni ya kwa nini alimteka mwanangu. Ni hilo tu. Okay, Ryan, tunafanyaje ikiwa silaha zako za kininja zipo huko? Ninja sio silaha wewe. Mbinu ndo zinakufanya uonekane kuwa ninja. Unaweza ukawa na upanga alafu ukawa ni mpuzi tu. Ryan alizungumza huku akichoma bastola yake kiunoni. Akatoa magazine kuhakiki tena kama kuna risasi za kutosha na kisha akamwambia Naima, "Yes." Naingia ndani ya hoteli.
Hoteli inaonyesha na ulinzi mkali sana, hivyo sitaki wanishtukie kwa chochote kile. Tafuta namna yoyote uzidukue kamera zake, ili nikimaliza kazi yangu ninafuta ushahidi. Okay, sawa, lakini be careful, usiwaze. Ryan alizungumza huku akimtazama Zuma na walinzi wake wakiingia ndani ya hoteli hiyo. Ryan naye akaegesha gari lake eneo la maegesho, akaificha bastola chini ya siti aliyokuwa amekalia. Alivaa pale kofia yake. Kwa uvaaji wake huo wa kofia, miwani, t-shirt, jeans na raba nzuri zinamfanya kuonekana ni kijana mtanashati. Karibu sana DK Hotel, mhudumu wa kiume alizungumza huku akimfungulia Ryan mlango. Shukran. Ryan aliingia ndani ya hoteli hiyo. Alijikuta kishusha pumzi taratibu, kwani atambui ni wapi Zuma na walinzi wake walipokuwa wameelekea. Alitamani kumuuliza mhudumu, ila akakumbuka uwezo wa Naima. Naima, niko ndani. Bado kidogo niendelee kuingia katika system yao. Okay, sawa, fanya haraka kwa maana kwamba simuoni. Kaka, karibu ni kuonyeshe sehemu za kupumzikia, na kama unahitaji kulala pia, vyumba vyetu vipo. Naam, alikuwa ni mhudumu wa kike aliyemkaribisha Ryan huku akiwa ameacha tabasamu pana usoni mwake. Nashukuru sana. Mhudumu alimpeleka Ryan hadi eneo la kupumzikia ambapo lina viti vingi. Naomba maji yasiwe baridi sana na wala usiyafungue. Hakuna shaka. Mhudumu baada ya muda mfupi akaleta pale chupa ya maji kama alivyokuwa ameagizwa. Utatoza change. Ryan alizungumza huku akimkabidhi mhudumu huyo noti ya $20. Nashukuru kaka. Mhudumu alizungumza kwa furaha. Ukihitaji chochote usisite kunifahamisha. Usijali. Ryan, ako kadada nimesikia kana sauti nzuri. Umefikia wapi? Ryan alizungumza kwa umakini ili kamera za hapo zisimnase kama ni mtu anayeongea na mtu, kwani wataalamu wa kusoma lips wanaweza kutafsiri kila unachokizungumza kwenye video isiyokuwa na sauti. Kwa kutazama tu lips za mzungumzaji, wanaweza kuelewa unazungumza nini. Naima alisikika akisema bado system yao ni ngumu kiasi, kwa maana hoteli hiyo inatumiwa na viongozi wengi wanaofika nchini Somalia. Naima, jitahidi bwana. Usijali. Naam, na ndipo hapo Ryan akamwona Zuma akiwa ameongozana na walinzi wake. Wakatembea mpaka kwenye meza mbili zilizopo mbele yake na kisha wakakaa. Na baada ya muda mfupi alifika mwanadada mrefu na mrembo ambaye kwa haraka Ryan akagundua kwamba ni mpenzi wa Zuma, kwani walisalimiana kwa kukumbatiana huku wakipiana mabusu mfululizo. Otea. Nini tena Ryan? Swala yuko mbele yangu, hivyo nasubiria tu wakati wa kuweza kumla nyama. Ryan alizungumza huku akichezea simu yake kuvuta tu muda ambao anahitaji kumkamata Zuma, amuhoji mambo mengi kabla hata hajamuua. Ndio lengo la Ryan. Je, atafanikiwa? Unajua kiukweli nisingeridhika kuondoka Somalia bila kuonana na wewe mpenzi. Zuma alizungumza kwa sauti ya mapenzi huku akiwa na utomasa mkono wa msichana huyo ambaye kwa kweli ni mrembo, amekamilika kila idara inayoonekana kwa nje. Wewe unajifanyaga utaki kuniona. Mrembo huyo alizungumza kwa kudeka. Sasa mpenzi, sasa kwa nini unachukua room hadi tumekaa nje kwenye macho ya watu? Mimi nilikuwa sina uhakika kama unakuja. Jamani baby. Ndio hivyo. Si unajua tena hadi zetu sisi wa Afrika na ikitegemea mume wako ni waziri sasa hivi. Usizungumze bwana. Usizungumze hivyo. Na labda nikwambie kitu kimoja. Nina hamu sana na wewe bwana. Fanya tukapumzike bwana. Maneno yote yanayozungumzwa na Zuma pamoja na mrembo huyo, Ryan alikuwa anayasikia vizuri mno, kwani alikuwa ameyategesha masikio yake kwa umakini mno. Zuma alimuita mmoja wa walinzi wake akamnongoneza na kisha akaondoka hilo eneo. Ryan kwa siri akampiga picha msichana huyo pasipo mtu yote kuweza kugundua tukio hilo. Ryan akaituma picha hiyo kwa Naima huku akiambatanisha na ujumbe wa message wa kuhitaji kuweza kufahamu msichana huyo ni nani. Na kweli baada ya dakika 5 mlinzi akarejea na kisha akamnongoneza Zuma sikioni mwake. Zuma akasema, "Twende mpenzi." Zuma akawa ndo wa kwanza kusimama. Alimshika mkono msichana huyo, akasimama taratibu na wakaondoka eneo hilo huku
akiwa ameongozana na walinzi wake. Ryan, nimeweza kupata details za huyo mwanamke. Kwanza kabisa anaitwa Asma, ni mke wa mwanasiasa Kasim Tarib na ni waziri wa mambo ya ndani na wana watoto wawili. Sasa kama ni mke wa waziri tena wa mambo ya ndani, mbona anajiachia sana? Kwenye hilo sijajua. Jaribu kutafuta namba ya mume wake alafu nitumie. Ryan, una mpango gani? Nahitaji mumewe aje afumanie. Kwenye kamera umefanikiwa? Nimefanikiwa kudukua kamera. Umeenda floor ngapi? Wapo kwenye lift, ila hiyo lift inaelekea juu. Okay, sawa basi fanya hivyo. Ryan alitafuta namba ya Monica na akaituma picha ya Zuma akiwa yuko na Asma. Mara baada picha hiyo kufunguliwa, Ryan alipiga pale simu. Na mimi umeona hiyo picha? Nimeona. Huyu mshenzi yuko wapi kwani? Yupo mbele yangu hapa. Na ni mmoja kati ya watu ambao wapo kwenye target yangu kwa leo. Kivipi? Sijakuelewa. Makamu wa rais anashirikiana na Zuma pamoja na wafanyabiashara wengine ambao mpango wao ni kutaka kuweza kuchafua uchaguzi na kuwa kuna umwagikaji wa damu. Hivyo wanachokipanga, Zuma ni mmoja wao. Shit. Ryan, nakuomba kitu kimoja. Nisaidie kumkamata. Nahitaji kumuona uso kwa uso huyo Zuma. Na kama ni kumuua, nitamua mimi mwenyewe. Kwani alinitumia yule malaya wake, sijui anaitwa Black Widow, sijui kwa ajili ya kuniua. Monica, muda nilionao ni mchache sana kuweza kuyafanya yote hayo. Na muda wa kuweza kumuua bado, kwa sababu namsaka Mzee Fire na makamu wa rais ameshaweza kutoka nchini Somalia. Hivyo hapa nahitaji kuweza kuhakikisha tunakimbizana na muda. Hey, Ryan, nimeipata namba ya mume wake. Naima alizungumza na Ryan akamsikia vizuri sana kutoka kwenye earphone aliyokuwa amevaa sikioni upande wa kushoto. Nimeipata. Umepata? Wewe Ryan unazungumza nini? Sio Monica, nazungumza na Naima. Okay, sawa. Hebu jaribu basi kufanya jambo kwa ajili ya huyo mpuzi. Usijali Monica. Ryan akakata hiyo simu na kisha akasema, Naima, niunganishe na huyo waziri nizungumze naye. Okay, sawa. Ryan alitazama simu yake na kisha akaiweka sikioni mwake na kisha akasikilizia simu ya waziri iliyokuwa inaita. Habari? Salama mheshimiwa waziri. Samahani kwa kukupigia kwa mfumo private number. Nazungumza na nani? Unazungumza na msamaria mwema ambaye kwa namna moja ama nyingine anahitaji kuweza kukupa taarifa kuhusiana na mke wako. Mke wangu amefanya nini? Ni vyema nikatambue kwamba upo naye hapo. Hapana, mke wangu ameondoka leo asubuhi. Ameelekea nchini Ufaransa kwa biashara zake. Basi kama utojali ninakutumia picha. Picha ya nani? Wewe angalia hiyo picha. Rani akatuma picha hiyo ya Asma. Wewe umemwona wapi mke wangu? Waziri alizungumza kwa kigugumizi kilichochanganyika na hasira. Rani akasema, wameondoka mbele macho yangu kama dakika 5 hivi zilizopita. Hivyo ni kama kuanza mtanange, basi watakuwa ndo wanaanza hatua ya kwanza. Maneno ya Ryan yalimpandisha wazimu waziri wa mambo ya ndani. Akasema, naomba uniambie wapo eneo gani na chumba namba ngapi, na kuja sasa hivi na nitakupatia zawadi yako nono mno. Naima hapo akatuma namba ya chumba walichokuwa wameingia Zuma, kwani alikuwa anayesikia mazungumzo hayo kwa simu yake. Rani akaituma message yenye jina la hoteli pamoja na namba ya chumba cha hoteli walichokuwa wameingia. Nakuja. Waziri alizungumza na kisha akakata simu. Rani kimeumana. Ni kweli. Vipi kwani unafuatilia? Rani alisimama na kisha akaondoka eneo hilo. Naima, nahitaji ramani ya chumba cha wahudumu wanapoweza kubadilisha nguo. Ni ghorofa inayofuata ya juu. Okay, poa. Rani kweli kaingia katika lifti iliyokuwa imempeleka hadi ghorofa inayofuata. Akaona pale maandishi yalikuwa yanaelekeza. Akaingia katika hiko chumba kikubwa kinachokama kabati ya kuhifadhia nguo za wafanyakazi wa hoteli hiyo. Akatazama hizo nguo. Nini Rani? Asinipendeze. Naenda hivi. Okay, poa. Rani alitoka ndani hapo mara baada ya kutokuridhika na wazo lake la kuvaa nguo za wafanyakazi wa hiyo hoteli.
Akaingia tena kwenye lifti na akaelekea hadi ghorofa kilipokuwa chumba alichokuwa ameingia Zuma. Alishusha pumzi, na hii ni mara baada ya kuona walinzi wa Zuma wakiwa wamesambaa kwenye korido hiyo. Oye, samahani, eneo hili lote limekodishwa na haruhusiwi mtu kuweza kuingia huko. Mlinzi mmoja alimsimamisha Ryan huku akiwa na mtazamo usoni mwake. Ryan akauliza kwa nini? Sikiliza wewe, nimekuelekeza ile eneo zima limekodishwa, vyumba vyote vya eneo hili vimelipiwa. Hivyo naamini nimeongea kwa lugha nyepesi tu na ya kueleweka. Ingia ndani ya lifti, rudi huko chini, mpumbavu mmoja wewe, au pandisha juu. Ryan kwanza alishusha pumzi taratibu huku akimtazama mlinzi huyo mwenye mwili mpana uliokuwa umejengeka kwa misuli mithili ya wapigana miereka. Kwa kasi Ryan akampiga mlinzi huyo kwenye koromeo na kumfanya tokwe na macho huku akiwa anashika koo lake. Kitendo hiko alichokifanya Ryan, walinzi wengine hawakuweza kukiona. Mwenzenu anaumwa huyo, Ryan aliwaambia walinzi wengine na kuwafanya wamtazame mwenzao huyo aliyekuwa ameshika koo lake huku akijipambania kutafuta pumzi. Sijui ni pumu au sijui ni nini. Ryan alijifanya kimshika mlinzi huyo. Wewe umemfanya nini mwenzetu? Mlinzi mwingine alizungumza huku akimsogelea mwenzake huyo huku akiwa hana wazo kabisa la kuhisia kwamba Ryan ni mtu mbaya, kwani uvaaji wake na muonekano wake unaonesha kabisa ni sharobalo fulani vimpenda wanawake, mzee wa totos. Mlinzi huyo akamshika mwenzake bega ili kumuuliza ni nini kinachoendelea. Ghafla mlinzi huyo alijikuta akianguka chini, na hii ni mara baada ya kupigwa teke moja la kifua. Ryan kwa kasi akakizungusha kichwa cha mlinzi huyo aliyekuwa amempiga kwenye koromeo. Alivunja ile shingo ya yule mlinzi. Walinzi wengine wakashtukizwa kwa shambulio hilo. Mlinzi aliyekuwa ameanguka chini alijaribu pale kunyanyuka, ila shingo yake ilikuwa imekutana na kigoti cha mguu wa kulia cha Ryan na kumfanya pigize kichwa chake chini eneo la nyuma na kusababisha damu nyingi kuanza kusambaa sakafuni. Wawe, mikono juu. Mlinzi mmoja alizungumza hivyo huku akiwa amemnyoshea Ryan bastola huku akimsogelea kwa tahadhari. Kwa kasi ya ajabu aliyokuwa ametumia ndani ya sekunde moja, Ryan akachoma pale bastola yake kiunoni, akampiga risasi ya kichwa mlinzi huyo huku akiwa anakimbia kuwafuata walinzi wengine waliokuwa wameshika bastola zao. Ryan aliruka hewani huku akiwa anazunguka na kufyatua risasi 4 zilizotua kwa walinzi wengine 4 pale walianguka chini. Akamtazama mlinzi mmoja aliyekuwa anatetemeka mpaka kaangusha bastola yake. Akamsogelea, akamuuliza, "Una muda gani kwenye kazi?" Una muda gani kwenye kazi? Mwaka mmoja. Ryan alimtazama huyu kijana ambaye anaonekana fika kabisa hajakomaa kwenye masuala ya ulinzi. Akamzimisha pale na taratibu akamlaza chini. Ryan alichukua kadi ya kufungulia milango yote kwa mlinzi mkuu ambaye tayari alikuwa ni marehemu. Alifungua mlango wa chumba hicho na taratibu akakaribishwa pale na kelele za mahaba, huku Asma akiwa amemkalia Zuma kiunoni mwake huku akiwa anakata mauno vibaya mno. Ryan alianza kurekodi tukio hilo huku Zuma na Asma wakiwa hawajagundua uwepo wote wa Ryan ndani hapo. Nakuja baby. Tamu hii. Zuma alikuwa analalama kwa utamu na kufanya Asma naye kuongeza kasi ya kuzungusha kiuno huku akiwa wamempa mgongo Ryan. Zuma alizidi kulalama kwa utamu huku akihema. Taratibu Asma alimlalia Zuma kiunoni mwake huku naye akiwa anamwagikwa na jasho. Asante mpenzi wangu, unajua ni siku nyingi kupata utamu wako. Yaani wewe usiwa. Zuma akakatisha sentensi yake, alikurupuka mara baada ya kumwona Ryan akiwa na rekodi. Wewe ni nani? Na umeingiaje? Umeingiaje hapa? Zuma alifoka huku akijaribu kuichukua bastola pembeni ya kitanda. Sikia boya, ukitingishika tu basi roho yako itapokelewa na malaika huko zimu. Ryan alizungumza akimtahadharisha Zuma na akajikuta pale akishindwa kabisa kuichukua bastola yake. Ese Zuma, una pesa nyingi sana hadi umetengeneza bastola ya dhahabu ese. Ryan alizungumza huku akichukua bastola ya Zuma na kuitazama vizuri kabisa. Baby, huyu ni nani? Asma aliuliza huku akiwa amefunika shuka mwilini, lakini alikuwa anatetemeka kwa uoga. Wewe unahitaji nini wewe? Zuma aliuliza huku akimtazama Ryan kwa uoga. Sijui nianze na lipi.
ila ni roho yake itakuwa ni umuhimu sana kuliko chochote, kwa maana ya kwamba unakumbuka ulishawahi kumteka mwanangu Cleopatra. Sikilize bwana, mimi nilishaachana na hayo maisha ya Monica na mwanae. Hivyo sidhani kama kuna kitu ambacho nakihitaji kutoka kwangu. Kipo Zuma. Ryan, gari za walinzi wa mambo ya ndani zimeshafika hotelini hapo. Fanya ondoke kabla hawajakukuta. Naima alizungumza hivyo huku akifuatilia ujio wa waziri wa mambo ya ndani kupitia CCTV kamera za hoteli hiyo. Usijali, nitaswitch vyumba kwa maana ya kwamba eneo hili zima kakodisha huyu mpozi, ili mradi tu amfaidi mke wa mtu. Hapo Asma alishtuka huku akimtazama Ryan. Sikiliza wewe dada, mumeo Naisa atafika hapa baada ya dakika kadhaa tu kama 2 hivi. Na mimi ulimdanganya kwamba unaenda Ufaransa. Kumbe huyu mjinga anafaidi aisee. Na wake nyinyi. Waziri wa mambo ya ndani yupo na walinzi zaidi ya 15 kwenye lift. Inakuja huko juu Ryan. Nadhani ni vyema ukatoka humo, wasije kukukuta. Zuma, unabahati sana kwa sababu Monica anataka kuweza kukua mwenyewe. Ila kwa sasa ni vyema utambue kabisa uchungu wa mke wa mtu upoje. Ryan akamzimisha Asma pamoja na Zuma na kisha akatoka ndani ya chumba hicho. Alitembea hadi chumba cha 3, alifungua kwa kutumia kadi hiyo hiyo aliyokuwa nayo na kisha kaingia ndani. Lifti ilionekana kufunguka na kumfanya mlinzi wa waziri wa mambo ya ndani kushtushwa na mauaji yaliyokuwa yameyakuta eneo hilo. Kila mmoja alishtuka, kila mmoja akashika bastola yake vizuri, huku wote wakisambaa katika korido ya eneo hilo. Chumba hiki huko mkuu. Mlinzi mmoja alizungumza hivyo. Vunja mlango. Mlinzi huyo alipiga pale risasi kama 2 hivi katika kitasa na kisha akapiga teke moja na mlango ukafunguka. Wakaingia pale ndani. Waziri huyu hakuamini macho yake kumkuta mke wake akiwa amelala utupu kabisa kitandani, huku mwanaume aliyekuwa amemwona kwenye picha akiwa naye amelala pembeni ya mkewe. Wote ni wazima mkuu. Mlinzi mmoja alizungumza huku akimtazama waziri wa mambo ya ndani aliyekuwa amefura kwa hasira, hadi kuzungumza alikuwa anashindwa. Chozi linamwagika waziri wa mambo ya ndani, kwani katika maisha yake amemwamini sana mke wake na hakuwahi kufikiria kama anaweza hata kuwa na mwanaume mwingine. Ujumbe wa message ukaingia katika simu ya waziri wa mambo ya ndani. Alifungua ujumbe huo, alikutana pale na video ya mke wake jinsi anavyomkatikia Zuma kiuno huku akionekana kuwa na furaha kweli kweli. Waziri wa mambo ya ndani akatoa ishara pale kwa walinzi wake kuwavalisha nguo. Ukaingia ujumbe mwingine wa message ya kwamba sijamuua huyo mwanaume wala mke wako kwa sababu bado nina sababu ya kumwacha hai huyo mwanaume. Umpige, umfanye chochote utakacho, ila mwache akiwe kwa hai. Akili yake ikiwa nzima, nina mahojiano naye ya muhimu sana. Na endapo utamuua hii video ya mke wako, nitaweza kuisambaza ulimwengu mzima, utashuhudia utupu wa mke wako. Aibu hiyo haitokuwa kwa mkeo tu peke yake, bali ni kwako, watoto wako na watu unaoongoza. Hizo maiti hakikisha mnaziondoa na kusio kuna uchunguzi wa aina yoyote juu yao. Hapo waziri wa mambo ya ndani alimaliza kusoma meseji hiyo huku mikono ikimtetemeka kwa hasira. Akatoa ishara pale ya Asma na Zuma kubebwa na kupelekwa kwenye magari mara baada ya kumaliza kuvalishwa nguo zao na walinzi hao. Safisheni hizi maiti. Waziri wa mambo ya ndani alizungumza kwa sauti nzito na kisha akatoka ndani hapo na walinzi wake. Walinzi waliowabeba Zuma na Asma wakatoka nao katika mlango wa siri katika hoteli hiyo, huku waziri na walinzi wake wengine wakiingia ndani ya magari yao waliokuwa wamekuja na kuondoka eneo hilo, huku gari lililobeba Zuma na Asma likifuata kwa nyuma. Tuelekeeni godown. Waziri wa mambo ya ndani alizungumza na walinzi wake wakatelekeza ambacho alikuwa amekizungumza. Gari hilo likaelekea mpaka kwenye bandari bubu katika kiwanda kilichokuwa kimekufa cha kuhifadhia samaki anachokimiliki. Zuma pamoja na Asma wakakalishwa pale kwenye viti vya chuma na wakafungwa pale miguu na mikono yao kwenye viti hivyo na wakazinduliwa kwa kumwagiwa maji yaliyokuwa yamejaa barafu. Asma macho alimtoka, na hii ni mara baada ya kumwona mume wake akiwa amesimama mbele yake, huku mkononi mwake akiwa ameshika nyundo, huku akihema kwa hasira ambayo Asma alikuwa anaelewa vizuri sana, kwani mumewe akiwa katika hali kama hiyo huwa roho yake ni ya kikatili mno isiyokuwa na huruma. Anakuwa na roho mbaya kupita maelezo. Nilikupa kila ulichokihitaji. Nilihakikisha hupungukiwi na hitaji lolote kwenye maisha yako. Ila haya ndiyo malipo yake, si ndio?
Waziri wa mambo ya ndani alizungumza kwa hasira huku akimwonyesha mke wake video aliyokuwa akifanya mapenzi na Zuma. Bwana mdogo, labda nikuambie jambo moja. Usimuue mwanaume mwenzako kwa sababu ya mwanamke. Hawa wanawake waliletwa tu kwetu kwa vyombo vya starehe. Mimi sijaondoka na uchi wake. Mtazame, uchi wake upo. Zuma alizungumza kwa dharau na kumfanya Asma macho yamtoke, na waziri wa mambo ya ndani naye akamsogelea Zuma kwa hasira. Zuma akasema, kabla ya kunipiga, kuna haya mambo yatakuja kutokea kwako. Watoto wako unaowapenda watapata adhabu ya kile ambacho utanipatia. Kama ni kuniua, nao watauawa. Maneno ya Zuma alimfanya waziri wa mambo ya ndani kumshika shingo yake. Alianza pale kuiminya kwa nguvu. Usije hata siku moja ukawataja wanangu. Mimi nakushauri utazame ujumbe wa message kwenye simu yako. Zuma aliendelea kujiamini na kumfanya waziri wa mambo ya ndani kutazama ujumbe uliokuwa umeingia kwenye simu yake. Macho yalimtoka, na hii ni mara baada ya kuona video fupi inayowaonyesha watoto wake wakiwa wametekwa, huku midomo yao ikiwa imezibwa, huku usoni wamefungwa macho na vitambaa vya usi. Wewe niachie wanao waweze kuwa hai. Zuma, umewafanya nini wanangu? Asma alizungumza kwa msisitizo na hasira kweli kweli. Asma, tulia. Siku zote ninapokutana na mtu kimapenzi huwa ninajihadhari mapema sana. Watoto wako walikuwa target namba 1 kwa chochote ambacho kingetokea. Basi watatumika kama ngao. Na hisia na mipango yangu ilikuwa sahihi. Zuma alizidi kujiamini na kumfanya waziri wa mambo ya ndani kumsogelea pale Zuma. Nahitaji wanangu. Wanao watafikishwa endapo utakubali kuniachia. Mimi nitakuachia, ila nahitaji wanangu. Piga hizi namba. Nipe mtu nizungumze naye. Zuma alitaja pale namba na waziri wa mambo ya ndani akanakili katika simu yake, na kweli simu ile baada ya kupiga ilipokelewa. Yaani mimi naongea Zuma. Ndio boss. Watoto mpo nao? Ndio. Mnaweza kutrace hii namba na kujua ni wapi nilipo na Johnny full, kwa maana kwamba nao pia wamejipanga. Sawa mkuu. Zuma akatoa ishara na walinzi wa mambo ya ndani akakata pale simu. Zuma alitabasamu kwani aliiminya saa yake ya mkononi na kuwapa taarifa vijana waliopo hapo Somalia juu ya tatizo alilokuwa amekutana nalo, na akatuma ujumbe wa siri kupitia saa hiyo hiyo na kuwapa maelezo vijana wake wa nani aliyemshikilia. Hivyo ilikuwa ni rahisi kumpatia vitisho waziri wa mambo ya ndani. Hakika waziri alilainika kabisa. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza kwa kusema okay, unaweza kutoka sasa. Naima alizungumza, na hii ni mara baada ya watu wa waziri wa mambo ya ndani kuondoa miili yote ya walinzi wa Zuma. Rani akaondoka hotelini hapo bila mtu yote kumshtukia, kwani alichokuwa amekifanya hakuna mtu aliyejua. Naima, umetambua ni wapi alipokuwa amepelekwa Zuma? Nipe dakika moja. Unaweza kurudi, kwa maana kwamba Meja ameniambia kwamba tayari wameshamaliza kuweza kupata hati za kusafiria. Okay, poa. Ryan akaelekea katika nyumba ya siri ya Bwana Meja. Nimemisi nini? Ryan alizungumza kwa kitazama video ya godown kubwa inayoonekana kwenye TV kubwa ambayo Naima alikuwa ameiunganisha na laptop yake. Zuma ameteka familia ya waziri wa mambo ya ndani. Kwa nini? Ni kwa ajili ya kuweza kununua uhuru wake, kwani swala la kufumaniwa sio la kawaida ujue. Zuma amekuja hapa nchini kwa ndege yake binafsi. Idris alizungumza huku akiwatazama wenzake. Hujakosea. Naima alizungumza mara baada ya kuipata ndege hiyo na kuiona ikiwa ipo kwenye maegesho ya uwanja wa ndege. Rani alifikiria kwa haraka. Kutokana na kwamba sijamalizana na Zuma, na wazo Zuma ni mmoja wa watu ambao pia tunawatafuta. Na mimi Zuma akitoka hapa kwenye hili godown moja kwa moja, yeye na watu wake watakuwa wanaelekea uwanja wa ndege, kwa sababu vijana wake kadhaa wameshafariki. Na kutoka hapa hadi uwanja wa ndege ilipokuwa ndege yake ni dakika ngapi?
12. Na Zuma kufika uwanja wa ndege ni dakika ngapi? 30. Kwa hilo godown la kiwanda liko mbali kidogo na mjini. Okay, sawa. Tutaelekea Yemen kwa ndege ya Zuma. Ngoja kwanza Ryan. Unataka kutuambia tunaiteka ndege ya Zuma? Meja aliuliza huku akiwa amejawa na mshangao, na Ryan akasema ndio. Tunokeni jamani, hatuna muda kuweza kupoteza. Lakini mnatambua kwamba mimi bado ni mfanyakazi wa serikali? Meja aliuliza hilo swali, na ndipo Ryan akasema, na hii operation wewe haikuhusu. Hivyo unaweza tukapanda ndege kurudi nchini Tanzania, ila kama unahitaji kuweza kujumuika na sisi fanya hivyo. Rani alimwambia Meja huku akiwa amemkazia macho. Naima akasema gari zinaanza kutoka kwenye godown kule. Naima alizungumza huku akizima TV. Bane, hapakuwa na muda wa majadiliano zaidi ya kila mtu kubeba kilicho chake na kuondoka hilo eneo. Naima, tafuta marubani wa ndege ya Zuma. Rani alizungumza na Naima alimjibu kwa kumgeuzia laptop yake na akaona pale picha mbili za marubani wa ndege hiyo. Wale watu wako wanaweza kutusaidia kuweza kuingia uwanjani au? Rani alimuuliza Idris aliyekuwa amekaa seti ya nyuma. Idris akasema ndio. Ninajua namna gani kuweza kuingia uwanjani kupitia geti la viongozi. Okay, sawa. Hapo Rani alijibu huku akiongeza mwendo wa gari uliokuwa umelipanda. Walifika uwanja wa ndege na Rani akasimamisha gari katika geti waliokuwa wamepita viongozi. Idris alifungua kioo cha upande wake, akampungia pale mkono mmoja wa wanajeshi waliokuwa wamesogelea gari hili kwa ajili ya kuweza kulikagua. Yule mwanajeshi akamwambia Idris, "Oh, mkuu." Bwana mimi na safari bwana binafsi." "Hakuna shaka mkuu." Mwanajeshi huyo alitoa ishara kwa wenzake na geti likafunguliwa. Kweli, wakina Ryan wakaingia ndani. Ndege Zuma ile pale. Naima alikaa siti ya mbele pembeni ya Ryan ambaye alikuwa anaendesha gari hilo. Inaonekana haina walinzi. Ngoja. Naima alizungumza huku akifungua mlango wa hilo gari, akashuka, akatembea hadi eneo ilipokuwa ile ndege. Akaingia ndani ya ndege hiyo kifahari aina ya Airbus ACJ320. Samahani, huruhusiwi kuingia humu ndani ya ndege. Mhudumu wa kike alizungumza huku akimtazama Naima usoni mwake. Naima alimtandika kichwa kizito, mhudumu akaenda chini, alimpiga ngumi nzito ya uso akamzimisha pale pale. Akatazama nguo zake alizokuwa amezivaa. Kidogo mwili wa msichana huo unaendana na mwili wa Naima. Naima akamvuta hadi chooni yule mhudumu, akamvua zile nguo yule mhudumu na kisha zile nguo za mhudumu akazivaa yeye Naima. Akaikagua ndege nzima, ilikuwa haina mtu yoyote ndani zaidi ya huyo mhudumu mmoja tu. Mnaweza kuingia? Okay, sawa. Rani na wenzake wakashuka ndani ya hiyo gari waliokuwa wameisimamisha kwenye maegesho maalum ya viongozi na kisha wakaelekea katika ndege hiyo na kuingia ndani. Wow. Sasa sija kupanda ndege aina hii. Idris alishangaa huku akijitupa kwenye moja kiti kilichokuwa kimetengenezwa vizuri kabisa. Marubani wapo nani? Hapana. Ila wanaweza kuja wakati wote. Nimekagua kuna chumba kimoja cha ofisi, hivyo mnaweza kujificha hapo hadi pale marubani watakapoweza kuja. Na mimi Zuma yuko njiani kuja huko. Naima alizungumza huku akiweka vizuri shati la mhudumu aliyekuwa amempokonya. Lakini vipi endapo asipokuja? Meja aliuliza hilo swali. Rani akasema, tunanyima chombo sisi wenyewe, hakuna haja kuulizana. Rani alijibu huku akitabasamu. Rani na wenzake wakajificha katika chumba hicho cha ofisi na akabaki Naima tu, akajipamba pale vizuri uso wake kwa poda za mhudumu huyo na kumfanya zidi kuonekana kweli ni mrembo na ni mhudumu wa hiyo ndege. Msikilizaji, kwa upande wa pili, Chris ambaye ni mwanasheria wa Zuma alionekana kuzungumza kwa kusema, "Andaeni ndege haraka, sasa tunaondoka Somalia hapa. Tupo njiani, ndani ya dakika 15 tu tutakuwa hapo uwanja wa ndege. Andaeni ndege haraka, tunakuja." Chris alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Zuma aliyefura kwa hasira kweli kweli. "Huyu msheze lazima atanitambua mimi ni nani." Zuma alilalama huku akiachia msonyo mfululizo. Chris ilibidi aulize, "Mkuu, nani huyo?" Chris aliuliza huku akimtazama Zuma usoni mwake. Zuma akasema, "Ni Ryan. Yeye ndiye aliyeua walinzi wangu na amenirekodi video ya ngono nikiwa na huyu mpuzi." Rani yuko Somalia? Kama angekuwa yupo hapa Somalia, angeliwaua vipi? Hebu Chris usiniulize maswali yenye majibu bwana. Nahitaji
uhakikishe vijana wanamsaka kila sehemu na tunamuua. Sawa mkuu. Chris alisambaza picha za Ryan kwa vijana wote waliopo nchini Somalia wanaofanya nao biashara za madawa ya kulevya na kuuza silaha. Mkuu, tayari picha ya Ryan nimeshaisambaza na naimani kwamba watampata tu. Nataka nione kichwa chake kikiwa hapa. Sawa mkuu. Chris alitikia huku akishosha pumzi taratibu, kwani bosi wake alikuwa amevurugwa kiasi cha kumchukia kila mtu ndani ya gari. Upande wa pili huko, Naima alionekana kuwakaribisha marubani wa ndege hiyo ya Zuma kwamba karibuni. Wale marubani wakamuuliza, wewe ni nani? Rubani mkuu alihoji, na ndipo Naima akasema ya kwamba mkuu ameniita ili nimshikie zamu mwenzangu kwa sababu yuko mbali kidogo, hakutarajia kama leo tunaweza kusafiri. Na okay, sawa sawa. Kwani hata sisi pia tumekatisha mambo yetu, kwani safari hii imekuwa ni ghafla sana. Ryan alitoka katika chumba cha ofisi walipokuwa wamejificha. Na wewe ni nani? Rubani mkuu aliuliza huku akiwa na mshangao. Ryan akasema, sidhani kama kila mtu ambaye bosi wenu anawapakia kwenye hii ndege basi huwa mnamhoji. Ryan alizungumza huku akichomoa bastola kiunoni, akawanyoshia wale marubani na kuwafanya washtuke mno. Walinyosha mikono juu huku wakiwa wamejawa na wasiwasi, tena wasiwasi wa hali ya juu. Msitue, kwa maana sisi hatuna tatizo na mtu sisi. Marubani walizungumza huku wakitetemeka. Mimi na nyinyi twendeni chumba cha marubani. Naima, endelea kumsubiri yule mpozi. Sawa sawa. Na endapo mtafanya chochote nitawaua. Marubani wakakubaliana na onyo kali lilikuwa wamepewa na Ryan. Hawakuwa na namna zaidi ya kuingia katika chumba cha marubani. Ryan akaziona gari 6 zikisimama eneo hilo la uwanja wa ndege. Mnaenda wapi nyinyi? Zuma aliuliza walinzi wake walionao ndani ya gari hiyo. Ikabidi wote wagairishe kushuka ndani ya magari. Wenzenu wameuawa hapa Somalia. Nyinyi mnataka kuondoka? Chris, nahitaji uongoze huu msako. Nataka Ryan apatikane leo, na usipompata usirudi. Nadhani umenielewa Chris. Ndio mkuu. Nitaondoka mimi mwenyewe. Ndege kipaa, nataka nione mnageuza magari na kwenda kumsaka Ryan. Nataka nione kichwa chake. Nadhani tunaelewana. Ndio mkuu. Zuma alishusha pumzi nyingi. Alifunguliwa pale mlango na akashuka akitazama ndege yake, na kisha alianza kutembea kuelekea ilipo. Akaingia ndani ya ndege. Hata kuchunguza, mhudumu wake alikuwa amekaa siti ya pembeni. Naima akafunga mlango wa hiyo ndege na taratibu marubani wakaanza kuiwasha. We mhudumu, niandalie kama kawaida. Zuma alizungumza huku akijibwaga kwenye siti. Naima akaishika bastola yake vizuri, akakaa siti ya mbele inayotazamana na siti ya Zuma. Ni vyema ukafunga mkanda wa siti yako, kwani ndege inakwenda kupaa. Sauti ya Naima ilimshtua Zuma kwenye dimbwi la mawazo. Alishtuka kuona kitazamana na mtutu wa bunduki. Wewe ni nani? Utajua muda mfupi tu ndege ikiweko hewani. Naima alitazama pale saa ya Zuma na kisha kamvua. Una saa nzuri. Na mimi watu wako hawatapata taarifa yoyote kupitia hii saa. Zuma alijihisi ni mtu mwenye mikosi, kwani muda mchache uliokuwa umepita ametoka kufumaniwa na amemaliza kesi ya kufumaniwa kibabe mno. Sasa yuko ndani ya ndege yake na anatekwa na mtu asimjua. Ndege ikaacha ardhi ya Somalia na kupaa angani na kumfanya Chris na walinzi wengine kusindikiza pale kwa macho ndege hiyo, pasipo kujua nini kinachoendelea ndani ya ndege hiyo. Hawakujua kama bosi wao tayari alikuwa ameshatekwa. Chris akawaambia huko vijana, jamani, mimi sipendi kukaa Somalia. Tuhakikishe huyu mshenzi Ryan anapatikana leo hii, tunaelewana? Ndio mkuu. Basi hapo Chris na walinzi hao wakaingia ndani ya magari yao waliokuwa wamefika nayo hapo airport, wakaondoka hilo eneo. Naam, sasa huku kwenye ndege, Meja pamoja na Idris wakatoka ndani ya chumba cha ofisi walichokuwa wamejificha. Meja akasema, huyu naye yupo kwenye listi huyu. Meja alizungumza huku akiwa amekaa siti nyingine. Naima akasema, muangalie hapa, acha nimuite jamaa. Naima iliingia ndani ya chumba cha marubani. Tayari ndege yuko tondoni. Okay, sawa. Uangalie hawa mapimbi, wakifanya chochote hatarishi waue. Hakuna muda wa kupoteza. Usijali mkuu. Ryan akatoka ndani ya chumba cha marubani na kumfanya Zuma ashtuke mno, kwani mtu aliyekuwa ameagiza atafutwe kwa uri na uvumba kumbe yupo naye katika ndege moja. Yaani hapa hakuna cha kumtafuta. Tumalizane huku kwenye ndege mtu wangu. Noma, hatari. Wewe.
Alizungumza hivyo Zuma huku macho akiwa yamemtoka kwa mshangao. Ryan akasema, "Na mimi ulishikwa ugoni vizuri." Ryan alizungumza huku akiwa anafunga bastola yake kiwambo cha kuzia sauti. "Naomba usiniue tafadhali, usiniue." Zuma alizungumza huku akiwa amejawa na mtetemeko, kwani hofu ya kifo ilikuwa imemtawala vibaya mno. "Ukiachana na mambo mengine ya wewe na Monica, nahitaji tuzungumze mambo yaliyo serious kidogo. Natambua ni muuza madawa mkubwa sana, mtandao wako umesambaa Amerika Kaskazini, Afrika, Asia, si ndio manake?" Zuma akajibu kwa kutingisha kichwa, yani ndio. "Kama ni hivyo basi najua kwamba hawa watu utakuwa unawafahamu." Ryan alizungumza huku akimuonesha Zuma simu yenye picha za matajiri wawili wanaotoka Dubai. Picha nyingine ni makamu wa rais pamoja na mzee Faya, na yeye mwenyewe Zuma akiwemo katika hiyo picha. Mimi siwajui hao." "Mzee, usinifiche. Watu wasiokuwa na maslahi kwako hamna haja ya kuwaficha, kwa maana nitakuwa na wao hawatojali chochote zaidi tu ya kuweza kufurahi mchango wako wa pesa, ambao kwa hapo baadaye hautokuwa na rejesho la hata shilingi 100, si ndio? Kwa maana hakuna mfanyabiashara yoyote duniani anayefanya biashara ya ugaidi alafu asipate faida yoyote. Naelewa ufanyaji wa biashara hiyo duniani. Unadhani pesa, silaha, mbinu, wanajeshi na machafuko yakiwa yanaendelea kwenye nchi husika, najua mmepanga kuweza kuingiza jeshi lenu la waasi nchini Tanzania. Hivyo machafuko yakiwa yanaendelea, basi nyinyi hukumwe mnafanya tu biashara zenu na kupata faida, sio manake? Unadhani sijui? Najua kila kitu. Kwa hakuna haja wewe kuweza kunificha kitu. Ninachokihitaji mimi kutoka kwako ni wapi walipoanza kwa hawa, na ni kama kuweza kushughulika nao, basi nishughulike nao. Na mimi unaelewa, yanapokuja masuala ya taifa na maslahi ya taifa, basi tuliwahi kula kiapo na wenye mapenzi ya dhati kabisa na taifa hili, huwa turudi nyuma. Tupo tayari kupoteza uhai wa maisha yetu ili kesho na kesho kutwa Cleopatra na wenzake waje kuishi kwenye Tanzania iliyo bora, Tanzania iliyo salama na yenye amani. Sijui tunaelewana mzee? Ndio. Sasa niambie, ni wapi walipo hawa wawili, mzee Faya na huyu mpuzi mwenzie, makamu wa rais? Kusema ule ukweli, mimi sifahamu. Niliachana nao toka siku ya kikao. Niliondoka kwenye ile meli yao na nikaendelea na mambo yangu ya kibiashara. Anazungumza ukweli huyo. Meja alizungumza huku akiwa anamtazama Ryan usoni mwake. Ryan akasema, hata kama anasema ukweli, najua na uwezo wa kuwasiliana nao. Hapo sawa, ila tumeshafahamu hapo. Labda tuambie, tukishafika Yemen afanye namna kuweza kuonana nao. Itakuwa ngumu. Kwa nini? Ugumu wa kutoka wapi yani? Anayeweza kuitisha kikao cha watu kuonana ni mwenyekiti peke yake. Sisi wengine hatuna mamlaka hayo. Kwa hiyo uko tayari kufa kwa ajili ya kuweza kutetea uovu wao, sio manake? Zuma alishikwa na kigugumizi. Mkuu, huyu ana faida kwetu, tumuue tu huyu. Meja alizungumza huku akichoma bastola kiunoni mwake na kumnyoshia Zuma. Zuma ambaye mwili mzima ulikuwa unamtiririka jasho. Wasiliana na mkuu wako. Ryan alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Zuma usoni mwake. Zuma alitingisha kichwa huku akionyesha ishara ya simu iliyopo mezani. Idris alichukua simu hiyo yenye mkonga na akaanza pale kuminyaminya button ya namba na kisha akaiweka simu sikioni mwake. Ryan alichukua na kuweka loudspeaker. Halo mkuu. Zuma vipi? Salama, nipo angani, nimeondoka Somalia muda mfupi. Oh, ndo unarudi nyumbani? Hapana, nahitaji kuonana, tuonane kama utojali. Nina swala la muhimu sana ambalo nimeligundua, ambalo endapo tusipolishughulikia basi mipango yetu yote itavurugika. Na okay, sawa. Basi mimi nitakutumia kwenye email eneo nilipo. Nashukuru mkuu. Zuma akakata simu na Rani akaichukua. Email utaipata kupitia wapi? Simu yangu hii. Zuma alizungumza huku akiwa anatoa simu yake mfukoni. Simu yako ina lock?
Ryan alizungumza huku akiwa ameishika simu ya Zuma. Akataja neno la siri, akaliandika katika simu hiyo, ikafunguka. Aliona ujumbe wa message umeingia. Mpatie huu ujumbe Naima, na kisha waangalia hao marubani wawili wasifanye jambo lolote la kijinga. Moja kwa moja ndege elekea mji mkuu wa Saan. Sawa mkuu. Meja akaipokea simu hiyo na kisha akaelekea chumba cha marubani. Alimkabidhi Naima simu hiyo na akasoma ujumbe uliokuwa umetumwa. Angalia wawe watiifu wao, wakienda kinyume wamalize. Naima akatoka chumbani hapo huku akiwa na simu ya Zuma. Naima, najua unajua nini cha kufanya. Yes kaka. Naima alikaa kwenye moja ya siti, akafungua laptop yake na kuanza kutafuta eneo ambalo Zuma alikuwa ametumiwa. Nimeipata, yupo kwenye mji wa Sana. Si hapo Yemen? Yes, upo kwenye jiji la Sana. Naima alimuonyesha Ryan eneo ilipokuwa nyumba uliokuwa umeelekezwa. Mbona kama ni ngome? Ndiyo. Naona nyumba imejengwa na uzio mkubwa ambao sio rahisi kuweza kuingia ndani bila kupita getini. Kwangu mimi ni rahisi. Cha kufanya nyinyi watatu, mtasalia ndani ya ndege. Mimi nitashuka na Zuma, tutaelekea kwenye hilo eneo. Lakini mkuu, hautohitaji msaada wetu? Idris aliuliza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Naima, endapo kutatokea chochote, uamuru marubani wawapeleke nchini Tanzania. Lakini bro, unajua siwezi kufanya hivyo endapo utakuwa kwenye matatizo. Nalitambua hilo Naima, ila hii vita ni vyema nikaimaliza mimi mwenyewe. Naima ilibidi ashushe pumzi huku akimtazama Zuma usoni mwake. Sawa. Idris, mwangalie huyu mpuzi, akifanya chochote muue. Naima alizungumza huku akimshika mkono Ryan na wakaingia katika chumba cha ofisi. Natambua kwamba una uwezo mkubwa sana kupambana na maadui. Ila kwa ile lamani niliyoiona pale ni kwamba unaingia kwenye ngome ya maadui. Ngome ambayo hatujajua ipoje kwa undani wake. Na kuwekea GPS mwilini mwako. Endapo litatokea tatizo lolote nitajua ni wapi ulipo. Naima, mbona una wasiwasi mwingi sana na mimi? Najua unajua siwezi kuishi bila wewe. Tunapambana pamoja, tunakufa pamoja. Naima alizungumza huku machozi yakimlenga-lenga. Naima alichukua kifaa maalum cha kuingizia chip ndogo ya GPRS kwenye mwili wa binadamu. Na kuweka hizi mbili, moja mgongoni nyingine mkononi. Zote hizo za nini Naima? Unakumbuka walivyokuchukua kwenye ile nyumba yao kule Bagamoyo? Walikutambua kwamba una chip mwilini mwako. Hivyo kwa sasa nakuwekea chip zenye ubora ambao hawataweza kutambua ni eneo gani umewekewa. Na hata kama wakigundua mkononi, basi mgongoni hawataweza kuitambua. Naima aliingiza chipu hizo mwilini mwa Ryan na kisha kafungua begi kubwa lenye vifaa vyake mbalimbali. Kap. Naima alizungumza huku akichukua pale ndevu za bandia. Alianza kuzibandika usoni mwa Ryan. Alimpachika na nyusi za bandia ambazo vyote hivyo vilikuwa vimebadilisha muonekano wake. Naima alichukua kamera na akampiga picha Ryan. Picha nini tena Naima? Naibadilisha picha ya pasipoti yako. Okay, sawa. Naima alibadilisha picha iliyopo kwenye hati ya kusafiria Ryan na kisha kaiweka picha mpya aliyokuwa amempiga Ryan. Unavaa nguo gani? Za kininja. Utatokaje ukiwa umevaa hizo mavazi hayo? Navaa hivyo kwa ndani, kwa maana kwamba sio nguo nzito, ila juu yake nitavaa tu suti. Una bahati sana, kwani kwenye hili kabati kuna suti zilizojaa. Naima alifungua kabati lilomo ndani ya chumba hicho. Ryan akasimama na kutazama suti zilizokuwa zimepangwa eneo hilo. Niletee begi langu. Naima alitoka ofisini hapo na baada ya dakika karudi akiwa na begi la Ryan. Akavua nguo alizozivaa, akavaa nguo za kininja na kisha akavaa hiyo suti kwa juu. Na hapo vipi? Umetokelezea? Okay, poa. Tumebakisha muda gani kuweza kufika? Kama dakika 40. Na okay, sawa. Ryan akatoka ofisini hapo. Simu ya mezani ilianza kuita. Wote walitazama. Ryan alichukua na kumkabidhi pale Zuma na kisha kaipokea. Sasa Zuma, nimekutumia dereva uwanja wa ndege. Hivyo mtamkuta hapo. Sawa, hakuna shaka mkuu. Zuma alikata simu huku akimtazama Ryan.
Wazo zuri. Tuna muda mchache kabla ya kuweza kutoa uwanja wa ndege. Hivyo ni kusii tu. Usikivu wako, ishara ya macho yako ni kitu ambacho nitazingatia sana. Na endapo utajaribu kufanya upuuzi au kuonyesha ishara yoyote kwamba mimi sio mlinzi wako, basi utakufa. Sawa, nimekuelewa. Sema tu sawa. Lakini iwe sawa kutoka moyoni. Ukijichanganya kichwa chako kitakuwa ni halali yangu. Rani alisisitiza na kumfanya Zuma akiri ya kwamba atakuwa katika utulivu na hatofanya jambo lolote la hatari litakaloweza kumuingiza matatizoni. Naam, msikilizaji. Upande wa pili tunapata kumwona msaidizi wa Judy alizungumza huku akimtazama Judy kwa kumwambia, mheshimiwa, kuna simu hapa. Judy akauliza imetoka wapi? Ni wapinzani wetu. He? Anaipiga simu ni nani? Ni mzee Max. Judy akapokea simu hiyo na kuiweka sikioni mwake. Habari yako mheshimiwa? Salama Max, habari yako? Nashukuru sana. Nimepata kazi sana kuitafuta namba yako, ila nashukuru Mungu nimefanikiwa kuipata namba ya msaidizi wako. Okay, sawa Max. Nakusikiliza. Mimi na mgombea wangu tunaomba kukutana na wewe kama utojali, ili kuwe kuna mazungumzo baina yetu. Karibuni sana. Je, tunaweza tukazungumza leo? Kwa leo ndio, inawezekana kama mpo tayari. Baada ya saa tunaweza tukaonana. Basi tunashukuru sana tena sana. Na hatukutarajia kama unaweza ukatupata nafasi kama hiyo. Msijali, karibuni sana. Msaidizi wangu huyu atawaelekeza ni wapi mnaweza kuja. Okay, sawa mkuu, nashukuru mno. Mchana mwema. Nawe pia. Judy akarudisha simu kwa msaidizi wake. Hivyo watakuwa wanahitaji nini? Mkuu, sijajua kwa kweli. Hebu waambie walinzi wawe makini. Endapo utafanya jambo lolote la kishenzi, tutawamaliza humo ndani, hatoki mtu. Sawa mkuu. Judy alisimama kwenye kiti alichokuwa amekikalia, kilichokuwa mbele ya dressing table yake. Akajitazama. Gauni lake refu lilikuwa amelivaa limfanya onekane mrembo. Alitazama picha ya Willy iliyopo kwenye frame juu ya dressing table yake. Alichukua na kisha kaibusu. Mume wangu, nimerudi tena nchini Tanzania. Nahitaji baraka zako kwenye kugombania urais. Na mimi utakuwa na mimi kwenye kila jambo. Mungu akulaze mahali pema peponi. Judy mara baada ya kuomba sala hiyo fupi akatoka chumbani kwake na kuelekea katika ofisi iliyomo ndani ya jumba lake hilo la kifahari. Akampigia Eddie video call. Wow. Unajua Judy, unaonekana ni mrembo sana. Kwa nini? Ulivyojipamba. Niambia operation inakwendaje? Vijana wako kwenye mission wanawasaka wahusika. Na Meja amempatia ripoti Godi ya kwamba wamemshikilia Zuma na sasa wanaelekea nchini Yemen. Sawa. Naamini Mungu atawatangulia. Na iwe hivyo. Yemen sasa wanakwenda kufanya nini? Makamu wa rais na yule mzee ninja wapo kule. Okay, sawa. Lakini nimepokea simu kutoka kwa wapinzani wetu, Max na Godi. Wanahitaji kuonana na mimi na nimewakubalia kuja hapa nyumbani kwangu, kwani naamini hapa ndipo itakapokuwa eneo salama kwa sisi kuwashambulia endapo atakuja na ajenda ya kunidhuru. Sawa. Wazo zuri Judy, kwa maana wenzetu wametangulia kuingia nchini Tanzania kabla yetu. Hivyo inaweza kuwa ni hatari sana kama ungechagua eneo la nje na hapo kwako. Ni kweli kabisa. Kikubwa Judy, uwe makini, sijui nisemaje, wasikusome nyenendo na mipango yako. Unajua yule Max ni mtu mwenye upeo mkubwa sana. Kwani naamini unajua alikuwa ni mkurugenzi wa shirika la X. Ni mpelelezi hodari sana yule. Naelewa hilo Eddie, wala tosijali. Namjua vizuri sana Max na profile yake ninayo. Shambulizi la wale watoto nalikumbuka sana. Na endapo nitaingia madarakani, cha kwanza ni kuwashikilia na kuwaweka ndani, na uchunguzi wa ile shambulizi la Amboni Mapangoni nitahitaji lifufuliwe tena. Na ninajua wana hatia. Basi baada ya hapo mahakama itafanya jukumu lake na wote waliohusika watanyongwa. Judy alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Eddie kutabasamu, kwani wanachokihitaji
ni kuhakikisha ya kwamba wanaisafisha nchi na watu wote waliohusika kwenye matukio ya kiharamia wanahukumiwa kwa kunyongwa. Basi niseme tu ya kwamba Mungu akubariki ufikie hayo malengo. Amen. Baada ya mazungumzo hayo, Judy alikata simu. Mlango wa ofisi yake uligongwa na akamruhusu alikuwa anagonga aweze kuingia. Mkuu, ulinzi wote umeshaimarishwa. Okay, sawa. Alafu Pendo, ndio mkuu, hakikisha kwamba kamera zinakuwa katika hali nzuri kurekodi kwa kila kitu ambacho kinaendelea. Sawa mkuu. Pendo alitoka ofisini hapo na kujiandaa kwa ajili ya kupokea ugeni wa wapinzani wao. Ndani ya muda uliokuwa umepangiwa, Ghost na mzee Max, huku wakiwa wameongozana na walinzi wao wawili, walifika katika jumba la Judy na wakapokelewa pale na huyu mlinzi wa kuitwa Pendo. Bwana, mambo yanazidi kunoga. Ryan na timu yake wamebakisha muda mchache kabla ya kufika nchini Yemen, ambapo mzee Fire amejificha huko na timu yake. Lakini mzee Max na Ghost wanaingia kwenye 18 za Judy. Je, Ghost atapeleka vitisho kwa Judy ama ni nini? Bwana, usikose kufuatilia kisa hiki cha huu mzigo wa Ice Will Kill Me chapter 5. Bwana, usikose sehemu ya mwisho, itakuwa sehemu ya 18 ya chapter 5. Baada ya hapo tutakuwa tunaingia chapter ya mwisho, inaitwa chapter 6. Huko ndo tutakwenda kuumaliza huu mzigo wa Ice Will Kill Me. Lakini kwa sasa subiri kipande cha 18 kinakuja hivi punde, ambapo ndo kitakuwa kipande cha mwisho cha chapter 5. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazeria G Msulwa. Asante kwa timu yako. Bye bye.